From a fan. Wende uwanja ama uko kwa bench. Unasikia from a fan. Tunafika kwetu. Haya, so mko kwa tunnel. Wende uko mbele. Mtu wa kamera, kuna mtu wa kamera anakaa hivi. Worst. Niko na moja, hiyo ni worst. We are playing against Nakuru. RFU hapo Queens. Are you ready? From a fan. Uko kiwanja ama uko kwa bench. Unasikia from a fan. But it's not funny. Sasa tumeenda Kisumu kurudi imedisbandiwa. Remember now this other friend of mine was doing both and she came to me. Tuanze na the best is the easiest one. The best. Enough for them, I shout up the mouth. Enough for them, I say the Hey. But when it comes All right, ladies and gentlemen, welcome to bout number 29. Yes. Okay, I'm going to talk to you, sir, very clearly. Listen, clearly. No low blows, nothing below the belt. He's a young man. I don't think you can reach there. No. But just below, nothing below the belt. Make sure when I tell you to touch gloves, no sudden punches. None. Do not hit him on the nose. He's a young man. He needs his face. This is actually a podcast. We do video. But welcome to the show. Thank you. Have a fantastic fight. Good luck, young man. Thank you. I shall talk to Thank you for leaving me. Yeah. You have been left, and this is not the first time. Kai. Well, ladies and gentlemen, welcome to episode 29 of the Class Podcast, our rugby stories. Tuko na mgeni kutoka Marekani. Hi Dinsa. Marekani, kwani uliland lini? Mimi niko Kayole. Kaka Madagascar tu hapa. Kwanza toast kwanza. Karibu sana. Asante sana. Ucheke hapa tukitoast na mtu anasipu. Pia kwani Amerika unaenda kufanya nini? Unajua pengine hata kuna kitu ndani. Si uangalie. Utogole? Yes, sema. Highlight ya wiki hii wiki. Hii wiki kama unataka wiki ngapi? Highlight ya wiki nimetembelea Dero. Dero Amalwa. Amalwa. Tumekuwa na yeye. Unajua Biko? Biko is better. Calvin's Biko. Nimemtembelea Biko. Alafu nikaingia lockdown. Nikaingia Lockdown na Ngoslofi. Ngoslofi wa yours. Kama ujima na Ngoslofi wewe kijana sana. Wewe ndio umeniokoa. Mimi ndio nimekutoa. Wewe umeniokoa. Hauko na nimekuwa tayari kuja hata. Ulifika hapa saa 3 bana. Hiyo ndio highlight. Hiyo ndio highlight. Dero anaendeleaje? Dero yuko poa. Anakula tu peke yake. Yeye anapakua. Akishima na potea wengine. Wewe Dero kuna invite Mombasa tunangoja. Highlight ya wiki yangu ilikuwa nini? I think ni leo. Umeona ogot. Unajua sijakuona miaka 3. Ni 3. Almost 3. Lakini hizo si umenipigia ni worth it 3 years. Unanipigia to big story to 3 hours. Sasa tupige story leo. Niko hapa. Ogot, rugby ulianzaje? Rugby nilianza vifani sana. Vifani sana. Mimi madango alikuwa pendi boxing. Usiole mko duboka? Mboka lakini na alikuwa semi. Hakuwa but unajua madako unaona tu vitendo tu. Nikaanza kutafuta kagame karahisi kidogo. Kitu inafujo lakini kitu kingine rahisi kidogo yani. Sasa nikakutana na Walter. Unajua Walter? Walter ule wa nini? Omole. Ule wa KCB. Huyo ndiye amenifundisha rugby. Hiyo ni I think form 4. Hapo third term hapo. So umepiga boka hadi form 4? Boka ni darasa 37. Ulianza kutupa ngumi 37. 37. Ukiwa form 4 shule gani? Milimani hapa tu. Milimani. Na walikuwa na rugby. Walikuwa na rugby. Lakini sasa hiyo time unaangalia tu hivi. Nilikuwa naenda na kimbia kidogo nini na lenga. Hata kuna alikuwa head boy, alikuwa Impala I think, alikuwa anaitwa Fidel. Alijaribu sana kuniingiza hiyo rugby lakini ilikuwa ikui. Na wewe konde niko. Hadi Walter akamkunini. Walter tulikuwa neighbors mtaani. Na wewe sasa mmadha ananikatia. Hataki nirushe ngumi. Anaenda twende hapa. Sasa hapo ni CB sasa. Wapi? Parkland Sports Club. Kulikuwa na club inaitwa Faru. Faru. Nilikuwa imeanza.
Sikuwa na position. Ndio nilikuwa nataka position gani? Umeenda kucheza kaza fullback, nacheza wing, nacheza center. Hiyo unajua ni club ilikuwa inaanza. Ilikuwa mpya. So hapo ndo nikaget first position, nikaanza kucheza fullback wing kidogo. Nilikuwa sielewi rugby, sasa nawekwa sana wapi? Huko mbali wing. Maana nakimbia tu. Kwa tu ile akimbie. So kutoka hapo Faru ulianzaje sasa kukubalisha uko serious sasa unatoa game? Hapo tu Faru. Hapo tu Faru baadaye mimi nilienjoy. Na lakini kuna vile walinienjoy. Unajua? Ni kama waliniacha nipite. Unajua wanakuenjoy kwanza upite. Uko hotelo. Furahi usiepe. So unapita watu unajua mimi nani? Game ya first ilikuwa Floodlights hapa na Nondis. Faru versus Nondis. Hapo ndo nilijua watu wacha nipite. Huko unapita kama kawaida. Kick off. Ball iliraiziwa nikachase. Nikapata kamzungu kahuka kafupi hivi. Nienda kumchukua. Nilirudi huko mali nimetoka. Kwanza kushangaa hii si ile game yetu zangu. Nikasikia kwanza shock kwa mwili yote. Nisikiza. Nikasema hii game hapana. Tulicheza tukamaliza. Tulicheza na I think nafikiri tulishinda hiyo game. Mshinda Nondis, yani Nondis kwani hata kitambo hapo anajua hii rugby ilikuwa timu hivi watu walikuwa hijui. So nafikiri pengine ile watu wanaona lakini mlishinda. Tulishinda hiyo game. After kupigwa nini? Hata the next game I think tulimit Mwamba. Hiyo nilikuwa mara yangu ya kwanza kutupa ngumi rugby. Hiyo nilikuwa mara ya first. Kwa Mwamba ndo alifanya wazo kutupa ngumi. Mwamba. Walifanya nini? Hiyo ilikuwa ni game ngumu. Kwanza kuna tu mahali Quicks nililima ngumi. Quicks na kuwaka. Quicks akakupiga ngumi. Sijaisahau Quicks kama niko Parkland Sports Club. Ndio ngumu nyingine hapo. Ukaambia ukakumbuka nitampata tu. Msajini. Hapa ndio HQ. Kuna wale nikampata hivi. Alitoka unajua ile mbio ya hapana. Ulipiga Quicks kitu akatoka mbio. Alinifuata si IAP. Anakuja kwako. Ananifuata. Nikaenda nikasoma kando ya refu hivi. Sasa nitaanza sijui nini inaendelea. Akakuja kashinda. Refa kama wewe. Wacha nini? Wacha hizo. Sio game ya Mwamba mlishinda. Hapo ndo tulitokea. Mlitokea hapo Flood. Na hii Faru jadi when? Hii Faru hivyo tu after Floodlights tena ikaisha. Ikaisha. Kwa nini hizi teams Nikarudi mtaani sasa. Sasa tena tunaanza kuchora sketches tu za kifalafala hapo mtaani na Walter tunasema sasa itakuwaje. Sasa Walter tena alikuwa shule na Shamia I think Kakamega na Newton. Na UT karibu Kakamega. Akaniambia bwana unajua mabisi wangu wameniita klabu nyingine tena hapo. Tena tuangalie. Nilishia but hiyo time nilikuwa nimeanza hiyo ilikuwa I think sasa 98 hapo. Nimeanza kushika rugby kiasi naelewa nikakutana na jamaa fulani anaitwa Bernard Tebete. Akaniambia hapana. Wewe toka huko kwa wing. Toka huko wing kama nikushwa hapa hivi. Kuja hapa akaniambia secondary. Hapo ndo nikaanza kucheza rugby hapo. Sasa niko east side team 2. Hiyo side nyingine sasa akina Gasto. Na hao akina Gasto unajua? Tizi KCB tizi ni war. Kwanza ndio nini? Nimekuja huko na pigo nikasema hapana. Sasa nikawageuzi. Wageuze kina Gasto. Sasa hao ndo sasa niko ni time wananifungulia kagapi hivi nikiingia tu hapo inafungwa. Unafungwa. Unapigwa. Tena unapata tena ubebe. So I think league ikianza mimi nimecheza ESS game moja. Hii tuna watu wa nini bana? Ilikuwa ni KCB1 ilikuwa nacheza machine. KCB2 ilikuwa nacheza graduate ilikuwa nini? Nairobi School. Nairobi School. Tumecheza huko game sisi tulicheza Ulinzi. Sijui kwa nini tulicheza huko na huko. Tukacheza huko Ulinzi, kurudi hapa Ulinzi pia walikuwa wanachezea KCB wanapa machines. Sijielewi kwa nini. Jera. Unajua Jera. Najua jina ya Jera. Bila anaweza mjua. Akavunjika mkono. Hiyo game. So mimi nimecheza sasa nikacheza overtime. Ukarudi hapa tena kunini? Game kaiko karibu kuisha nikacheza tu kidogo ikaisha. Sasa the next weekend sasa ilikuwa ni game yangu ya kwanza 80. KCB. 80. Nakuru.
Nakuru. Sasa Nakuru hapa ama Nakuru huko? hata sijui Nakuru. Yaani sijui unajua Unajua ni kina nani hawa? Unajua ni kina nani hapo? Hiyo game nililala 6 after hiyo game. 6 p.m. 6 nilikuwa nimelala. Jua shidogana. Nilikuwa sijui Enos, sijui Akina Shimenga, nilikuwa siwajui. Unajua tu bora unabeba. Pia unashindwa hapa nini? Unakuja unapigwa. Walinipiga na baada hiyo game nilikuwa man of the match. My first 8 minutes game. First game Nilikuwa man of the match. Man of the match. Versus Nakuru. Juu tu nilikuwa sijui nini. Ni juu. Wengine wanaogopa. Watu wa baby, unaona nashinda watu wa baby nasema ni kitu. Yo wazee wanaogopa. Kumbe wanasema mtu anabeba. Anabeba. After game nikapiga hiyo kabi yangu kamoja hivi. 6 p.m. 6 nilikuwa na kitanda nikamkushia na bobu. Unajua Bobu. kwa wakati tumagas twende wa mwisho ukijana. Mwisho kijana lala za ngapi? Bobu akaniletea supu kwa jaga. Ati hiyo supu hiyo itakurudishia nguvu. Ile itakurudishia nguvu. Nikakunywa supu Jaga mzima. Bana. Nilikunywa. Nilikunywa. Akiana. Bana watu wanaongea bana, watu wanaimba, watu wanakaa mimi Nguvu mwili. Kichwa sikumbuki venye mambo ilienda. Yaani kichwa iko. Mwili nasikia uchungu lakini kichwa ikumbuki ni nini? Ni uma. Mimi maisha yangu sijaumwa kama hiyo game. Sijawahi. Haya, hiyo game ya Nakuru game 1. Ilikutake how long hadi with your national team? Hiyo ilinitake 2 years. 2 years big so Kwa sababu after hiyo 2 years tulitwa hiyo sasa year 2000 tukaitwa under 21. Under 21 Sasa under 21. So after hiyo under 21 ndio tulichukuliwa wazee kadhaa tu 4 5 tukaenda national team. Lakini tulikuwa tu wale vijana mnacheza kazi mnashikia ma body bag. Akina Bile unashikilia unashikia bag unatupiga tunapiga. So under 21 with the national team ama ilikuwa tu training? National team. So mlitizana kina nani under 21? Kulikuwa na athletes in action. Tulicheza Uganda, tulicheza Zimbabwe, tulicheza timu I think 3. Mkashinda zote? Zimbabwe ndio ilileta shida. Zimbabwe ilikuwa na 23. Zimbabwe tulicheza na 23. Tulicheza athletes in action. Watu wengine mapasta wa church. Lakini wanawapiga. Hao ni mapasta. Pasta gani wanatubebea? Tukacheza UG home and away. Au tukawapiga. Hiyo time Elgon Cup kichezo. Sisi tunayo tu kwa. Umefuatana nayo? Home and away. Which hizo tulishinda zote. But at least walitushinda. So ulianza debut 98-99, ukacheza under 21 na kuna bado under 23. Kitambo ulikuwa na structures. Kitambo kulikuwa na lakini unajua siku hizi kuna structures kwa sababu under 23 ni tu mabuda. Hapana, si bado kuna next grade. Grade system. Under 23. Angalia national team sasa yote. Ni under 23 tu. Bagina na 21. Si Katla ndio mbaba anawafundisha. So between 90 first trophy yako na KCB uliona? I think ilikuwa ni 2000. First trophy was in 2000. I think ilikuwa ni either kama si Floodlights ilikuwa ni Enterprise. 2000. I think ni 2000. So ama 201. Ama 201. Yeah. First trophy. Yeah. Nataka sasa turudi tuingie national team na turudi hapa kwa 3-peat. Hiyo jani ya 3-peat. First cup yako ya Kenya 50. Wewe ushaitwa 7s wewe, ushaitwa 7s hata? Hapana. Tanka alinifukuza. Kana God, what are you doing here? Go to Sadili. Unajua 15 ulikuwa training Sadili. Ulikuwa na train KCB 7s? Ulikuwa sasa nilijileta tu. Unajua leo nika weekend hivi. Wako na tizi yao. Tuko free nikasema hii 7 wacha nijaribu. Ita nijaribu 7. Tanka alinifukuza kama mwizi. Go to Sadili. Nikawacha. Nani hivi ujai? Nikawacha. Hadi leo hujaita jaribu hata 7. 7 niliwacha. 7 niliwacha. Aya, first call up ya Kenya 15 ilikuwa ni. Sinakwambia tu hiyo 20. Lakini sasa hiyo ni training. Training tu. Lakini unasema call up gani? Ile sa first test, I've had to first test. Ilikuwa ni 203. UG. Lakini nilichoma tu Mei. Nilichoma Mei. Sasa wakienda away nikashoka tena. Sasa unajua na shida nilichomesha Mei alafu unanirusha hii. So amuniambia sasa mlinirusha nje kwani.
So ile first sasa ile wakitasa match wakita ile team ya kuitwa kwa news. Uko hapo kwa 30 kwa 30 ni 30 ama ni 31? Hiyo 22. Yote ilikuwa 22. Ilikuwa 22. Twas 22 uko hapo. Sasa ni game ya home kwanza. Lakini Mei tu. Nani alikuwa anaanza? Mei tu. Ilikuwa ni Quicks na nani? Sijui kama ni huyu Jeff Amuhaya. Jeff Amuhaya na ukapiga nilipepeta. Full 80. Nilipepeta. Awe? Hiyo kwanza hiyo I think hiyo kwanza ilikuwa ni sasa 2 or 3. So ulipiga home and away. Mimi nilikuwa 2 years. Na 2 years uko national team au make. Ngoja so. Rushwa huko nje. Alafu ile time una make ni mahindi home and away. Hiyo 2 or 3 sasa. Leta nimesahau swali nilifaa. Hii collab ya 15 zilikujaje? Juu na siku hizi katwa hizo siku ziko na simu. Katwa kwa siku hizi una left for group. Hapana. Si SMS. Si simu. Hizo ziko ni story. Walituma barua. Ulikuwa unatuma barua kwa club. Hapo wanatumia nani? Club inatumia barua. Yako personal. Si ile list, just ni list ndio tumia save ya list. Ndio barua yangu kwanza nikaifunika. Unajua? Utacheki unaona hiyo jina ni yangu. Ini wameniita. Watu wameniita. Hiyo ni mwaka wangu ya kwanza ya pili kwa rugby. Ndio ushaitwa national team. Kaenda. Tushamalizia collab. Sasa first game sasa ile after kumchoma Mei 2 or 3 home and away. First game ulicheza ilikuwa gani? First game nilicheza ilikuwa Zimbabwe hapa? Away. Bana una ni cheza game 2. Moja tulicheza place fulani inaitwa Gweru. Kila mtu anatishana na wewe. Timu yote nani wa hard. Wakatumiza. Sasa hapo walitumiza. Hapo ilikuwa kugusa. Hapo venye walitumiza. Hapo ndo nikapata sasa game. Hapo waliumiza mzanaanza. Mtu hakuwa sure. Kaanza half moja akatoka. Akacheza second half. So Zimbabwe, hiyo sasa ilikuwa na Zimbabwe national team sasa the Cheetahs. After hapo ndio nafikiri Tio akaingia coach. I think Tio aliingia coach hiyo time. Hiyo time tu ya Zimbabwe hiyo. Tio by the way alikuwa hata coach wangu na 21. Tio na Mumu. Unajua Mumu? Mumu Msembe. Mumu I think alikuwa mwamba, alikuwa train mademu. Alikuwa machine. But kwa time kama sio coach wa mademu wa first wa mwamba. Sijui anyway, but I think anajina kama hiyo. Tena hao ndio wakaingia wakachukua national team. So walichukua tu ile under 21 yao. Wakaanza tu timu yao fresh. Sasa ni 204 sasa. Sasa 204 ndio ukaanza kuwa sasa mbaba wa timu. Ukaanza kuwa sisi mbaba, ukaanza kuwa starter. Kulikuwa tu na hii timu zinakuwa na wenyewe. Wewe hauwezi kuja na ukwe mwenyewe. Lazima di process. Lazima. Time yako inafikanga unakuwa mwenyewe tena unatoka. Aya, so to suppose hapa 204. Yeah. 204 tumepose. Mwana mtu kacheka. Tupose hapa 204 turudi club. Juu hapa club hapa 204 kuna kitu kilikuwa na happen ya maana sana. Uliambia first trophy ulishinda na KCB ni 201. Yeah, I think 2000 unasema hapo. Hapo. Then kuna hii safari ya miaka zingine 4 ndio mwanze tripit. Tripit ilikuwa 205 6 7. Hizo safari zote. Hiyo safari sasa Funny enough I think bila najua. Impala ilikuwa nabeba Kenya Cup, sisi tunabeba Enterprise. Si ndio? Na tulikuwa sisi finali zote. Finali ni case yani ni finali tulikuwa tu finali lakini Impala nabeba. Alafu tunaenda hii tona ilikuwa Mombasa ilikuwa inaitwaje? Driftwood. Hapana. Si drift kwa Supremacy. Tuna draw. Tuna draw hiyo sasa hiyo Supremacy ilikuwa inachezwa na watu wawili. Kenya Cup winner? Hapana. Leslie na Mwamanga. Hizo hao wanacheza. Leslie Mango na nani? Sisi hapa katikati. Wanapigiana manduki huko. Walikuwa wanacheza tu wawili hivi. So Supremacy Cup ilikuwa inachezwa Mombasa? Kwa cheza Mombasa. Bana kitambo Kenya Cup ilikuwa fun. Ai. Mlikuwa mnaenda na tulali Manson. Unalala. Unalala wapi? Telizama. Unalala White Sands. White Sands gani? Kwa nini SIU? Silize, silikuwa napilipo na Union, kulikuwa na masponsor. Mlikuwa na Union? Supremacy ilikuwa na masponsor. Singekuwa time mnakulala nini. So haya, so hiyo jani yote mlikuwa tu final Enterprise. Final Enterprise. Nili change 205 ndio mshinde Kenya Cup ni I think kitu ile happen 205 ni unajua players wana gel. Unajua mna grow pamoja, mnajuana zaidi. Hiyo ndio ilitusaidia.
hakuna players wanaishia, hakuna players, hakuna story mob. Players tulikuwa pamoja for like 4 years. Since ile time. Na unajua once umecheza like 3 finals pamoja. Unajua ni kitu kidogo tu. Mnajua tu ni kitu kidogo tu na mmebeba. Mmebeba. Hiyo Kenya Cup ya first ya 205 ile village. Wacha. Hiyo siku nafikiri tuliendanga home Monday. Tulienda home Monday. Hiyo club tuliitoa mpaka watu nini kuigiza, wachezaji wa kuigiza. Mlete actors na acrobats. Well entertained Kenya Cup winners. Watu walitoka hapo nakwambia hata Mswaba alifunga akaenda akarudi akawapata hapo. Hii squad ya 205 ilikuwa na kina nani? 205 ilikuwa na Dero, Alubaka, ilikuwa na Shikwe, ilikuwa na Stooge, ilikuwa na Mitati, hiyo ni front row. Na hiyo front row yote ilikuwa Kenya. Hiyo yote ni Kenya. Lock ilikuwa wewe na nani? Ilikuwa na Pau. Nilikuwa Deno mmoja pia alikuwa. Kama yuko nilikuwa nacheza back row. Kulikuwa na nani? Pau sana alikuwa anacheza number 8. No. Nilikuwa na wasee. Haya, so hii Mutai. Sharmuta lakini kwa nataka kufanya zingine Sharmuta nilipatiaga ile gunia. Nipatie volcano. Unipatie nimpeleke. Najua mali huko leo. Kwanza happy birthday Kolago, mwambie Kolago happy birthday. Salimia mwalimu happy birthday. Haya, hii repeat. Hii repeat nataka hii Melissa mlengari ku realize hii KCB sasa mmefika malinjani ni wenye rugby. Mlipita mlikuwa mmepigwa hizo miaka zote. Ni point gani iliwahit sasa hapa sisi ndio wenye rugby? Unajua hiyo kitu kama inakujanga tu, wacha nikwambie. Unapata game ni ngumu aje? Mmeshinda. Game ni ngumu mmeshinda. Hapo ndio unajuanga nyewe. Bali tuko sahihi tunaelewa hii game. Hapo ndio unajua maturity ni kitu hauwezi buy. Hiyo wewe uweze kupeleka kwa shop. Hauwezi buy. Utakuja wewe bench press 150 huko. Unakimbia tu kama maembe hapo. So I think tuligrow pamoja, tulikuwa tunaelewana. Tunapigana, tunaambiana ukweli. Unajua na hakuna mtu anaenda. Unajua unaambiwa na uendi. Rudi hapa na unaambiwa umetuuza. Exactly. Unaona? Msana anatoka, analima drinks mpaka hiyo siku asubuhi tunawe boss. Unajua wewe ndio umeamka tunajua. Hii game usipokuwa man of the match. Hii game usipotushinda hii game. Wewe yako imeisha. So mzee anaongeza tena guilt yani. Inabidi tu unampatia game anasukuma game yake. Kuna games zote nakumbuka zilikuwa ngumu ile ngumu ukweli between that 3 years. Hizo 3 years. 3 years I think kuna game tulicheza Impala. Unajua Impala nyinyi siku hizo mnaona ngatu vitu tu hapa. Watu wakubwa walishanga na Impala. Impala ilikuwa na body Impala ilikuwa na body. Impala ilikuwa na body na ilikuwa ni game ngumu kuliko zote. Zote mimi kwanza bila alikuwa akienda 2 wa 7s. Mimi najua sasa naweza deal na nimewachua hata kuna mtu akuwatetea. Mtetezi yako tu. Ameenda. Acha aenda kangane huko. Impala alikuwa anasumbua. Walikuwa wanasumbua. Queens now I think nilikuwa na wadharau tu. Si ati wanacheza mbaya ama yani kwa ni wadharau. Mtu hawezi kusumbua. 2008 mkapoteza saa mkarudi back to drawing board. Tulirudi back to drawing board. Nini ilihappen? Watu waliishia. Hiyo time ndio I think watu waliishia. Lens alienda States, Dero akaenda France. Shikwe Mitati akaenda Australia. But Dero alikuwa anaenda anakaa. Unajua but kuna tu vitu zenye zikisha then unajua pia inafika mnakuwa comfort zone sasa mnasema
Dero aende. Unajua unasema aende. Hii team tunajiweza. Ukishaingia kwa hiyo ground inafika dakika kama 60 hivi. Unatafuta ule Unaona hii Dero. game. Hii game ni ngumu. Hii game sasa hii imekataa. Hii game inaanza kukataa. Unaona na unajua hii game ikienda unaona mapema. Unaona dalili? Unaona tu mapema. Sasa hii game inakuwa mkumpana. Hii game tunarudi kweli. Na unapata sasa hiyo wewe tu ndio unaweza ongea. Na unajua wengine wanaangalia chini. Ukiangalia mabuda wamenyamaza wote. Hapo unajua game ni ngumu. Hapo kamenuka. Hapo kamenuka. Haya, hapa to wait turudi tena saa to the national team between 2004. Ulitaka 15 ama ulinini? Mimi nilitoka ya mwisho I think nikiitwa was 209 mwisho ndio nilitoa ya last but nikaishia. You know, wife alikuwa na ball ya first na ilikuwa ya shida nini mtoia kadai ikanisumbua hata club sikucheza 1 year. Unajua mmoto wa Juangi KCB sikuchezanga 1 year. Nilikaa tu home nikatulia paka nikaona sasa huyo mtoto mwingine. Ukaona sasa so kusema sana zaishia sasa wacha nipambane na watu hapa. So between national team highlight between 2004 na 2009 ya game. Tunaenda kwa tour. 2009. Hii hapa mimi naongea hii ni Kenya Cup. Hapana national team achana na nini? Kenya Cup tunarudi. National team Simbas. Hapa tunasema tu kweli. Tunasema hii short hatujaidanganyana huko. Kuna game hapa Uganda hapa. Hayo game tuliona maneno. Kuna game mbili. Uganda, Madagascar. Uganda, Madagascar na Cameroon. Hizo zilikuwa game za shida. Hii ni ile Cameroon, nani ilikuwa? Hii Cameroon hii. Nani alituambia juu ya Cameroon ilikuwa? Hii Cameroon watu walikuwa wanajisabu. Anaambia boss, ni tani yako. Endo kasikilia vile kuna endo usikie. Hii ile Cameroon ya Terere. Hapana Terere ilikuwa namko zile hiyo ni hiyo. Ya Lavin tukishika roadblock. Unajisabu wewe mwenyewe. Hiyo game ilikuwa ngumu. Nasikia msana kuja na kwambia ushasikia mtu anatoa sauti ya kukufa. Tumeingia mahali na Pau. Tunapata ano. Anatoa hiyo sauti ya kukufa. Amepigwa lock. Mwili umekataa. Macho imekuwa white. Sasa unaleta uwezi pigwa mse ngumi. Mimi mkono mnataka kuita. Bana zinageuka kwanza nilitulia una huyu jamaa. Naona Cameroon wajinga sana. Kwanza game day. Unaona huyu Wangila huyu? Huyu Wangila amesaidia hiyo Kenya timu sana. Tumetoka hivi tunaenda game. Basi haiko, Dere yuko. Wangila anapigia Dere simu haingi. Anauliza namba hiyo Dere nyingine. Kila mtu sasa hiyo kila mtu ajui English. All of a sudden, na alikuwa anaongea English before. Mimi ndio tukatoka na Wangila. Mimi tukakuja na mapiki mob. Piki mob. Tunaingia hivi. Ushaipatiwa wokova na mkoawe na mshafika. Unapatiwa wokova kiwa wewe? Tunapata sasa walikuwa ready. Wako pitch refa anapuliza filimbi sasa ya 3. Ya Kenya mko wapi? Baada tuliingia tu hivi. Press ups 2. Unakimbia hivi. Game inaanza. Hiyo game sikana nikiptoa alituambia hiyo story pia. Game inaanza. Kick off. Nakwambia hapo ulikuwa na 30 minutes. 30 minutes hapo. Hakuna rugby inachezwa. Kila mtu anasikia tu masauti zinatoka ndani ya sauti. Wanakunjwa huko kani nini? Mimi nakwambia flyer alikujia Pau. Kwa 5 yard. Pau akafanya tu hivi. Akaza huyu wewe enda. Tunaambia Pau vipi? Atakuwa ni mtu ndio na shoulder. Kwani mimi ndo flyer. Huyo flyer unajua anatoshana naye. Acha bala. Alipita tu hivi. Wakalenga. Tinga. Hapo aliangusha. Hakutinga? Aliangusha.
Pau ni mjeni mshapa. Alisema hapana. Maisha yangu ni muhimu. Pau ni mshapa, alikuwa anajua tanoka. Alijua kwa nini mtako na kunoka. Pau ni Badman, hiyo ni Cameroon. Hiyo zingine umetendeka sasa tukuje kwa tour. 3 best tours with the Simbas. Lakini hata Simba wewe unaitaka Kenya 15s, Simbas ni ya juu. Simbas. Unajua mkafikiri ni klabu gani wewe? Ni klabu mpya. Best 3 tours na Kenya 15s. I think Madagascar ilikuwa tour smart. Na kuna tour tulienda I think Tunisia. Morocco ilikuwa ni Kakap. Ilikuwa I think Morocco. Hiyo ilikuwa tour smart sana. Tour zinajiheshimu. Smart. Ni tu smart. Ni tour smart sana. Haya. Turudi saa club ile mali unataka. Ina historia ya UG mbona unaepa? Story gani ya UG? Kuna story ya UG. Turudi hapa kwa UG basi. Historia ya UG. Hapana, turudi ya UG. Turudi kwa club. Tutaenda UG saa ngapi? Tutafika tu kwa UG. Hapana, mimi kutoka hapa ni national team tukwenda sasa tuendeka Brazil sasa. Tuongee hii UG kwanza. Hapa UG unajua kuna watu walitoka France. Sisi imagine hata tukiingia Uganda kwanza gazeti ya kwanza headline Dan Weku Derek Wamalwa umetoka straight from France. Hiyo game kick off. Mimi sijui Sudi alipata concussion saa ngapi. Unajua game ile sijui hata alitoka saa ngapi. So winger next kumbuka ilikuwa nani? Akapata pia akapata concussion. Hao ni wingers wawili nje. So akitoka Dan Weku sifikiri alianza hiyo game. Alikuwa aliingilia I think Sudi. So unajua mimi naona Dan Weku sasa ndio winga watatu anaumia. But Sudi mimi sikuona hata kutoka. Huko Sudi huko anakitoka. So mimi nashindwa. Sasa Sudi aingie. Unajua mimi namuona aingie. Nasema Sudi ndio isiingie. Na Dan Weku hajaumia. Digola hajaumia. Uliza Makacha. Dan Weku anajizungusha hapa chini. Makacha anamwambia sawa basi wewe. Anamwambia Makacha wewe nani amekwambia niko sawa. Sasa huyu Dan Weku. So Digola ndio ana instruct Makacha. Hiyo game Kola alicheza center. Kola alicheza center. 12 ama 13. Sikumbuki ilikuwa. Lakini ilikuwa tu center. I think alicheza center. Mtai ni akaingia scrum half. Kola ndiye alianza. Line iliisha. Mogera nafikiri I think Mogera alichezanga wing. Mogera alienda wing. Mogera amecheza wing mara 2. Uganda na wapi? Na Spears. Ile nini? Ile 1FM. Hiyo ilikuwa noma. Lakini unajua mimi Dan Weku ni mtu wa maana. Digo. Akaniita meeting kwa grao. Juu tunaenda tu kick off. Tulichapa kick off kwa hiyo game. Tukazi perfect juu tunatingwa. Kick off mlikuwa mmeiva. Mnatuma. Tuna wosa bana. Hii tumefika so. Nini? Tungine urefu. Tukaenda tukaambia ref. Excuse me ref. Sasa hiyo msama na convert. Nyumba zetu zitachomwa huko mtaani. Uongo. Hiyo game ilikuisha. Mnaenda kwa ref? Tuliambia ref na Dan Weku hii tukiendelea hivi if this continues tutachomwa. They are going to burn our houses. In again. Ref hiyo kick off next. Alimaliza game kabla dakika 20 na ishaingia 105. So game haikuisha. Wewe unasema nini? Hiyo game haikuisha. Hiyo game haikuisha. Kulinuka hadi mkenda kwa ref ndugu. Tulisaidia timu. Hapo kweli hapo kabisa. Digolo. Trust to Digolo. Saving Kenyan pride. Basi tutachoma 105. Ref ndio ni serious hapana. Akazima game. Sasa kuchoma nyumba. But kitu li happen hiyo time ni unajua tofauti ya rugby sasa na kitambo ni conditioning tu. Kitambo mko na conditioning. Boss, tulikuwa mnachapa hapo union malap na press ups. Paka mnakubali. Hiyo ndio conditioning. Na hiyo venye tunaenda Spears wali to introduce kwa proper conditioning.
Mimi nakwambia ulikuwa unakaa hivi kwa basi unaenda unalala. Yaani umechoka, una train gym, unachapa nini? Tulikuwa tumechoka. Ni kitu ilitustua. Ile. Sasa hatuwezi chapo hivi. Sasa 105 ni Sasa hatuwezi. hatuwezi kimbilia ref. Hatuwezi. Sasa hatuwezi. National team tufunge na uliambia uko retire uliachana tu nayo. Hiyo ni kuretire. Lakini sasa Polo anapeleka team France. Akikuita uta nini? Uko ready hapo kwa line out. Wanasema niite tu meeting hapo nje. Kuna watu sasa kuna vijana wengi. Huko tunaenda kufanya nini? Lakini sasa vijana wa gani na ulishia yuko? Ulishia mgani? Si ulishia huyo nini? Si sasa niko. Atarudi. Kateri narudi. Atarudi. Haya, turudi hapa sasa club. Nataka highlight kwanza between start 2001 hadi mwisho wa 3-peat to 2007. Alafu ndo tuingie pande nyingine. Kutoka 2001 mpaka around 2007. Highlights. Yeah. Za game. Tuanze game ndo tuingie tour. Najua tu unaenda hapo ndo highlight ya kwanza tu ni mimi inakuwa tu game yangu ya kwanza ya Nakuru. Hiyo game ya man of the match. Mimi nafikiria hata nilivunjika ngambao usikujua. Wewe tutostia juu ya. Na by the way, game za Nakuru zote zilikuwa zinatokanga 6-5 9687 hivyo. Haikuwa ipita. Ni juzi tu ndo alianza kutugeuzia. Haya, hiyo ya first ya pili. Ya pili hiyo game kuna game nakwambia Impala. Hiyo hiyo game ngumu. Hiyo game Impala ilikuwa hard. Hapo unaona Impala hapo? Hiyo ilikuwa lazima utoe ile shetani umeifichanga. Ile shetani umeweka huko chini. Ndio nini? Ndio mtulie. Ya tatu. Game ya nini? Game ya? Unaona Queens? Kuna finali walitupatia. Waliwapatia hivi na mkono? Hiyo. Unaona hiyo finali? I think ilikuwa KCB. Na ilikuwa last play. Queens wako na ball. Kuna overlap. Na huko kwa wing ni mimi na Marebo Makaka. Hivi. Sasa unajua ball ilifika tu kwa flyer hivi. Makaka ashaita. Miss 4. Unajua ile inaenda, yani ameenda. Kitu imetupwa. Unajua nilitoka tu mali nilikuwa hata kabla hiyo ball itoke. Mimi nilienda kuchapa tu nilichapa tu Makaka hata kabla hiyo ball Ray alikuja kila kitu makadi. Unajua sasa wamechukua pena. Tuko juu na point moja. Ni point moja. Last play. Boss sasa unajua nimekaa hapa kwa yellow hapa. Unaangalia. Sasa watu wangu wanaogoto wewe tunakuambianga ati. Wacha hizi. Unajua hiyo kitu? Jude Zombie. Na unajua ni mara ngapi? Jude amepata Kenya Cup. Mara mbili. Alipiga hiyo ball tu hivi ikakuja tu hivi ikapiga kona hivi kwa post. Unajua inapiga tu hivi. Inaenda huko pande ya nini? Ikaenda hivi. Imagine ikaenda tu hivi nje. Next season. Same thing Jude. Last penalty. Hapa Queens. Ikakuja tu shwap. Kando ya chuma tu hapa. Kwa hivyo wengine wameweka imeingia atuambia hapa. Tulikuwa chini. Tumeona. So hii 3-peat Jude Zombie ako na 2. Jude yako na 2. Anafaa tulimke tu. Ndio medal. Haya, turudi kwa tour. Tunataka hii tour kwanza ya wazee tu before tufike tour ya wajana, ya vijana. Highlight za tour hii time between 2001 na 2007. Za KCB. Kama mnatu hadi Mombasa. Highlight ilikuwa ni sasa unaona kama hiyo supremacy. Hiyo ilikuwa ni tour smart. Junior La Costa. Hata Junior La Costa. Yaani from hiyo La Costa from La Costa to game. Ilikuwa ni tour moto. Ilikuwa ni tour moto sana. Alafu
Tour ingine sasa ilikuwa ni hiyo, lakini hiyo ilikuwa ni Super 6. Hiyo ya TZ. Hiyo ya Arusha. Hiyo ya Arusha. Hiyo mliseti cheaters. Hatukuwa seti. Oh. Sisi hatukujua. Hamkujua nini? Hatukujua. Hamkujua TZ hawajui kufight. TZ wanajua kufight. Lakini hiyo time hapo wamejipanga. Mkaseti John Rambo nini? Hatukujua. Na wenzake. Hatukujua. In fact kwanza venye walitupigia hiyo story tukasema ala, yani ile noma yetu ndio ilikuja tunawaambia tupoleni bana. Lakini ukienda huyo msee hapo na macho nyeusi. Tunaambia uzuri macho nyeusi unaweza ambia wasee ni game. Ni game. Usiambie watu pia ulipigwa. Nina swali moja tukiendelea ni ya KCB. Ya line out. Ulikujaje ku master line out hivi? Nikaa sasa huko ndio nini? Hiyo nikaa chemistry yako. I think unajua kitu first mimi system imekuwa national team for long. Amecheza rugby, yani yeye amecheza kuniliko. Kucheza rugby. Bonyo nasema asi rugby. Ndio yeye inashangaa national team. Yani bonyo nasema ati go kwa nini retire. Yeye alicheza hockey, alicheza paka anaambiwa enda. Tena anaenda tena unamwambia hapana. Come. Unajua ni hard sana upate. Kama Kenya kuna flyer for 20 years ni wewe tu. 20. So watu watakinga hata kucheza flyer. Najua hiyo ni apod. Hiyo ni acha na jamaa. So alikuwa ananiambianga, mimi ananiambia unaona mali uko juu. Trainia hapo. Acha na hizi zingine zenye ujui hizi uachana nayo hata pengine utajua. Hapa yenye unajua. Hii moja. Hii unasumbulia watu hii. Usijaribu kuteleza hapo. Hapo ndio yani na naambia kitu unafanya training fanya game. Unajua watu wengi players wengi wanafanya kitu training nini. Ikifika game anapiga hesabu hii nikifanya ikikataa asijui nitambua nini. Si haikuangi lazima ifanye iwork. Jaribu tu. Mimi nafanya kitu yote. So unasema hii line out ni kazi uliweka, si? Ni kazi unaweka. Boss ni kazi unaweka. Si kitu ulizaliwa nayo. Kuna unaenda paka anacheza bake unasema nini? Unaenda kucheza bake? Nilikuwa naenda nacheza bake na train watu wa bake. Kuruka. Handling tu hizi. Una train boss. Kuna swali nitakuuliza huko lakini uko mwisho. Tulisa KCB hapa 2007. Up until ulitukimbia when? Ulitoka 2013 season ikiisha. Ilisha I think June hapo. Hapo ndio bado ulitukimbia. Nikatoka. Sikukimbia. Ulituepa. Sikukimbia. Kwanza KCB maloko mlitoka in succession. Unajua hiyo time mimi nilikuwa hata nimeretire. Ndio ilikuwa ni season yangu ya mwisho. Alafu nikaishia. Unaona? Hiyo ilikuwa ni season yangu ya mwisho rugby. Nikaishia kwanza Kabras alikaa mtu chama alikuja kwangu. Kwa hao. Alikuja kwa hao? Alikuja kaniambia ni aje. Nataka ukanisaidia hapa hivi. Nikamwambia lazima nikuje huko nione. Siwezi kuja tu. Lazima niende nione. Ngoja kwanza hapo kwa Kabrasa tutaongelea hapa KCB between 2008 na 2013. Yaani ulitutoka tu just before tushinde Kenya Cup. Si ndio? Yes. Juu za final na nyinyi the next year. Highlight yako hapa katikati ilikuwa nini? Ya KCB between 2008 kuna game 2013. Kuna game Nakuru walitufinya hapo. Hiyo game. Hiyo game sasa hatuna front row. Watu ba front row wetu wameenda. Sasa ilikuwa ni finals. Tuko Nakuru huko. Tumepiga hesabu hivi quick math. Hakuna front row. Tukachukua Meso. Meso hapana unaweza. Meso wewe ndio ule msee. Kama Meso. Hii front row. Wewe kwanza wewe ni boarding hapo. Akona nani upande mwingine? Unajua walikuwa wanasemanga hobby. Mnafinywa. Kwanza kuna sauti. Meso alitutolea hapo kwa paka. Nikafika hapa kuna mbuzi kwa hii grao ama ni nini? Na mbuzi wengi hapa. Meso alilia. Kuna picha hiyo final Giles ako chini ya Meso. Meso amesoma hivi. Giles ako hapa chini. Meso sio anadunini huko ndio anaruka line out. Meso tulikuwa tunafinywa hapo kwa scrum tunasema haki ya Mungu. Hii rugby. Unajua rugby ni front row watu wajui. Rugby ni front row. Rugby ni front row.
Ai, mbona si Nondi ziko na Kenya Cup mo? Hawezi fanya wako na front. Sasa hawana. Kitambo walikuwa nao. Walikuwa Sidero alikuwa alienda huko. Na kushinda Kenya Cup. Unaweza kuwa ndio huko lakini uko peke yako. Unajua lazima ukitoka nani unaingia. Unajua? So rugby ni front row. Buda una front hawezi shinda. Hauna front hawezi shinda kitu. Unataka front row wenye wanaweza shikilia peke yao bila hata wa second rows. Solo wenyewe ni unit. Hao wengine wakae kando. Haya. Mimi nakwambia kuna time quicks. Ilikuwa na front row inatoshana na paki yenu yote. Front row pekee ni ile akina nini? Wewe. Akina Joeli na akina gani? Wachana na yeye akina Joeli. Yeye akina Joeli ni ya juzi. Kuna wengine wakubwa kuliko hao. Hivyo enda ulizana huko waambiwe huko. Front row pekee yake inatoshana na 8 wenu. Wote 8 mkishikana ndio mnatoshana front row. Wewe unasema nini? Front row walikuwa akina Habo hiyo size front row. Walikuwa wanachunga ball hivi wanaweka mall watu ngapi? 3. Nyinyi uko mko 8 Nyinyi mko hapo 8. Inaenda hivi face moja au wengine wanaingiza hapo. Straight overlap. Haya. Umesema ile teke first ndio Nakuru ilikuwa natukunja kama nini? Kama tissue paper. Highlight ya pili bado ni Nakuru. Wakibeba tena yao ya kuna moja hizo mbili. Ya kwanza ilikuwa sisi, ya kwanza alipiga Nakuru. Ya pili ndio ilikuwa sisi. Hiyo ya Strathmore hiyo semis ni sisi walipiga. Ni sisi walipiga. Kwao. Hiyo semis Kwao. Hiyo. Yes ni ile mpaka walipatiwa my red card. Niyo. From number 6. Si niyo. Hiyo wacha tu. Nakuru zote. Hiyo leo nakubali. Tulikuwa tunataka KCB Friday tumefurahi. Kufika hapo kikopei kila mjaa mengi hivi. Naenda kupiga story na Mungu. Lakini hiyo tukienda Nakuru acha nikwambie. Kitu iliunguzanga hiyo game tukienda Nakuru hiyo semis. Ni hiyo kikopeo mekali. Bana tulikula nyama. Unajua? Si ni Friday. Watu walikula nyama. Lord. Hiyo siku Nakuru tulitravel the same day asubuhi. Hapa hiyo semi. Nakwambia tulitravel the same day asubuhi. Nakumbuka tulikula tu nyama tu smart. At lunch tu hapo. Tuingie tu. Tukiingia Dimba straight. The nyama is talking to you. Ile vumbi ya volcano inakuingia kwanza kwa mapua. Inakutana na ugali. Umeisha. Nakwambia. Walitufinya huko. Na inatoka tu scores zile tu 7-9. Wakatushinda tu hivyo ngerudi mtaa tena taratibu. Turudi mtaa. Hiyo game lakini nilikuwa hiyo game. But hiyo mwaka sikucheza. Hiyo ndio ile mwaka sabbatical. Hiyo mwaka sikucheza but nilikuwa huko. Hiyo mwaka sikucheza. So Nakuru zote hiyo highlight. Nakuru zote. Nakuru. Haya. Hata unajua pia Nakuru walikuwa wakiona tu siko. Wanajua hakuna mtu akusaidia hiyo nini. Mtetezi wao. Mtetezi hayuko. Kama vile Zalila yuko. Kama vile mtetezi. Hakuna mtetezi. Wewe ndio ulikuwa mtetezi. Hiyo story ya mtetezi na kumbilia hiyo mwisho. Utetea mara mingi. Sasa nataka decision ya kwenda Kabras. Juu sasa KCB tumepigwa tunafika tu final. Nakuru anatupiga. Baadaye tulikuwa tunafika tu final. Hiyo time tulikuwa kutoka tu kushindwa tu na Nakuru. Na Nakuru final. Then ukasema ma guys. Nilicheza Enterprise na tukashinda. Tulishinda Enterprise. I think so. Nilicheza Enterprise unless hatukukumbuka. Hatukushinda. Lakini nilicheza. Walitupiga bali si Enterprise ni ile. Hiyo mwaka uni confuse juu. Kuna ile mwaka hiyo ndio watu final mbili za Kenya Cup na Enterprise zikifuatana. Kenya Cup sasa nashangaa kuna Kenya Cup na kuna Enterprise, kuna ile moja walitupiga last minute. Ile walitinga dude huko Alpha Fit huko kwa gym huko. I think ilikuwa Enterprise ama Kenya Cup. Lakini tulishindwa zote mbili. Kwanza nikakichoka liweka kagraba hivi. Akaipitia hivi. Hiyo ilikuwa ni Kenya Cup. Tulipigwa zote mbili hizo anyway. Tukushinda. Sasa hiyo Enterprise ilikuwa game yangu ya mwisho. So hii decision ya kwenda kunini? Kwenda kwa klabu Nyukuli alianzisha. Ilifika how did you reach to this? Mimi nilishia hiyo mtaa. Nikasema hapana. Hii lazima nikajione. So nani Ray amekuja? Alikuja akwambia nisaidie. Nataka kidogo hapa wasao panda Kenya Cup. Nataka unisaidie. Nisaidie hapa kiasi. Nikamwambia
kukoaje? Unajua anaweza kukoaje huko mko na nini? Ananiambia vitu lakini hizi vitu ananiambia mimi naona aziko. Ni kama ni movie. Hizi vitu aziko. Nikamwambia twende tuone. Next day. Kesho yake? Alikuja kanichukua. Twende. Tukaenda Kakamega. Kwenda Kakamega nikapata players 5. Wana train? Players 5. Mtu alinikaribisha kwanza amespray nywele gold anaitwa Rufus. Rufus. Alikuwa na tackle kila anakupatia ball ndio kutackle. Yaani yeye hataki mchezo mwingine ya nini? Anakupata players 5. Kakamega. Kwani ni club mlikuwa mnacheza na nani? Unajua hiyo time walikuwa shashinda ni nationwide umeshapandishwa wako Kenya Cup sasa. Sasa hii historia kuleta player juu Kenya Cup pia si mchezo. Sasa unajua ni Kenya kabisa haiko na depth hivyo. Haiko na hata hiyo sevens ya first hatukuweza raise hata team. Players walikuwa wanatununuliwa kina Nyikuli. Watu wanakaa kina Chimane nikamwambia hivi Kenya Cup hivi hamtatoboa. Uongo. Hivi mwezi toboa. Boss tafuta players wako. Hanzi tafuta players wako. Akaniambia boss tutafanya hivi. Nikamwambia kwanza mimi siwezi kuja hapa. Hakuna scrum machine, hakuna nini. Na pia mimi lazima niongee na mama. Niongee na mama kwa nini? Wewe ndio ufikirie. Lakini kile kitu unataka utatuambia? Tutatuambia. Nikakuja nikabonga na mama hapa. Tukaenda hapo kwa ofisi hapo ya Sofapaka hapo. Tukaongea na budaki kidogo, tusikie venye anatuambia. Akaniambia ishia si nini? Anaambia ukitaka kujenga jina lako, enda mahali hakuna kitu. Enda mahali hakuna kitu, anza hapo. Enda. Usiko wewe enda. Nikabonga na mabro, masisa wakaniambia, "Mother ni fry juu. Wacha ni hapa, utakwenda kuitia tu hapa." Akaniambia kwa sababu ni mzuri sana. Kama mimi nikamwambia hizi ndio vitu nataka. Nataka hii. Nataka hii machine, nataka hivi. Lazima tukue na Kenya Cup kucheza. Nijue wewe unatakaje na hiyo Kenya Cup. Kaambiwa first season tunataka kusurvive. First season tukue tu mali ya heshima. Tusikae huko nyuma na kina Mwamba. Hapo ilikuwa nikaanza kwenda machuo. Ati tusikae na kina nani? Bana sijasema yana. Ni mzee yana sijui nani anasema hivyo. Sasa hapo ilikuwa ni I think tunaingia Kenya Cup hiyo time. Hiyo time tulichezanga Kenya Cup mara 2 same year. I think ndio ilikuwa na change kali hapana? So nakumbuka hiyo time. So hii time tunamaliza moja. Hii time sasa ni 14 15 sasa. So hii time nafikiri tulikuwa tunaanza Kenya Cup November exactly. Nyingine imeisha April huko. Sasa hii time nimeenda Kakamega mapema. Napeleka Kakamega Nairobi, naenda machuo nini mimi naambiwa chuo. Nikapata mavijana tu. So nilikuwa naenda na watrainia huko shule. Naenda shule na watrainia huko. Nikapata kwanza vijana kadhaa hapa kwanza. Wale hiyo timu ilikuwa ni watoi sana. Lakini watoi ndio, lakini Gashishi hapa na mtoto. Hakuwa Kenya Cup first. Gashishi hakuwa first. Gashishi alikuwa Impala. Natafuta nini? Hata nitafute. Ilikuwa ni Nyambua hapana mtoto. Nani? Nyambua si mtoto. Nyambua alikuwa hapa kuna picha ile yake akilini. Nyambua hiyo time ndio ametoka form 4. Au unaona Nyambua Malik. Kwa hiyo time moto. Mimi Nyambua nadhani nafikiria Nyambua saa hizi Nyambua 2015 ba. Malik walikuwa wametoka high school straight. Na chali fulani hapo alikuwa anaitwa I think Ambosoma nani. Walikuwa wametoka ule mtu alienda wapi? Nani Chokora Oscar. Sijui ali nini tu. Aliwacha tu. Either alichoka tu ama pia pressure za life ni real hapa nje. Ni kweli. So hii squad kwanza uliniambia wewe kwanza wewe si assistant coach, wewe si former assistant coach, wewe ni former coach. Kabla kianza. Unaambia wewe unasema sasa unataka nikusaidia. Wewe nisaidie tu. Unajua hivyo unaambia wewe fanya tu job. Hata hujaambiwa hata kazi. Wewe fanya tu job. Fanya tu job. So wewe ndio ulikuwa
coach. Unarudi unafanya budget. Unarudi. When did you go to treasurer? Junior time nafikiri Shiko alikuwa amerudi job Kisumu. Sasa mimi nimerudi job. Kabla hakunanga treasure ni mwindi. Hiyo ni huko. Hiyo ni kazi yako ni kupatia pesa na kutumia. Si eti huko hakunanga jokes. Wewe huko tu. Wewe ni kazi yako ni execute. Wewe ni coach. Wewe nikamwambia achaga hapana. Wewe hii experience yako mingi hapa. Wewe utanisaidia hapa kwa Bucks. Bucks when ni Bucks coach. Hapa kuna time nikienda hivi. Nataka usaidie. Usaidie hapa. Tukasaidiana hapo na chai. Unajua watu wajongi malio kabla imetoka. Kuna time nikafika nikaona forwards. Nilikuwa tuna watu wengi. Hakuna budata mmoja. Juu nilikuwa na Dennis Mukabi, Meso, Kabadi. Poli I think. Poli kapalikuwa Nyambua. Lakini sasa unaona kwa front row hakuna. Nilikuwa na Fufu ametoka form 4. Kuna huka fulani nilitoa UG. Ndio pia alikuwa tu 19 years na Mukabi. Na jamaa fulani second row. Mrefu mkonda Gomez. Aliwaga dark black. Nilikuwa tu walikuwa tu wote nilienda tu UG. Nikatafuta tu watoto walikuwa na tena 19. Kama msee tu. Players inakuaje? Mimi na nini players. Nitawavilipia fees. Tukaja bado nikawachukua. But walikuwa watoi. But kuna game tulicheza ya Nondis. Hapa ama huko Kakamega. Hapo ndo nikasema hapa tuwezi cheza na watu hii. Nondis hawakuwa na anything. Walikuwa tu na experience. Benyamu, Zidane. Nondis walitushinda. Ile walishinda ile game last try mkisema sio ndio nje zio ndani huko. Na tulikuwa na Isindu. Mimi nakwambia hiyo ndio siku ni Rea kana boss. Tafuta kitu unataka. Hauwezi cheza wewe. Ati huwezi cheza? Kana huwezi cheza nikamwambia by the way, nijaribu. Jaribu nicheze game kwanza USS. Hata nikichoka nicheze 80. Kaniambia hapana. Next week tunacheza Black Blood. Cheza kwanza na jaribu na hiyo Black Blood. Tukacheza Black Blood. Tukacheza na hiyo time Kato alikuwa Kenya Cup. Kato alikuwa Kenya Cup. Tukacheza na Kato. Hizo game mbili nilicheza 80. Kutoka hapo tukienda quarters. Kenya Cup. Mwamba walikuwa tulikuwa draw na Mwamba. Mlikuwa draw na Mwamba, mlikuwa mmekitoa hapo 5-6 hapo. Ilikuwa ni sisi lazima tuchapane na 40. Ndio muende. Ndio tupite. Nile tukapata strap. Alafu unaona hiyo game ya. Ndio Mwamba zote tena nini na wewe? Mwamba sio kwa cheza. Ndio Impala or somebody. Impala. Walikuwa Impala au somebody. Hapana, si Impala. Ilikuwa team fani. Ilikuwa tu team fani. I think Black Blood. Ilikuwa Black Blood. Alafu wanajua sasa hata wakienda Kakamega hawezi pigwa 40. Hawezi pigwa 40. Hiyo siku unajua hiyo siku niliingia sasa nikatoa toolbox zangu. Ukatoa nini? Garage. Lazima tufike hiyo 40. Naambia acha tutafika utakuonyesha. Hatukuwa na game plan. Unaambia tu mse wewe hii game nataka unifanyie tu hii tu. Kazi tu hii. Job yako ni moja. Hata ukiona mtu akikuja mmoja yapite. Nikaambia babuni. Kitu yoyote ikipita. Wewe utaenda. Na baadaye babuni ni mtu atakufanyia kazi unataka kufanyia. Hiyo game tunachapa 64. Hadi Mwamba leo sema ni conspiracy. Unaona half time ilikuwa 40. Hiyo Mwamba anasemaga mlitoka kitu hapo. Hatukutoa do. Mlitoa hatukutoa do. Mliwaambia shikeni hii mnamtulia. Hatukutoa do. Mliwapiga ukweli. Ninyi au semis versus zile Nakuru. Hiyo semis sasa ilikuwa Nakuru. Sasa unajua sasa Kaburas vitu sasa zimechange. From survive. Sasa ni hii Kenya Cup tunaweza shinda. Ni lazima. Lazima mshinda ama mnaweza vuta hata job. Tiklavie. Goal post zimechange. Si ulimini survive. Na unajua wanawaambia hivyo wako 100%. Huyo mtu anakuambia ako 100% sure amushindi hii game. Anajua Nakuru amushindi. Mnashinda aje defending champions. Nikapiga hesabu zangu nikasema unajua ushaipiga hesabu ya mwaka mzima na dakika kama 3. Nikapiga hesabu nikaita Chiman tu tukaongea na Chayo. Hizi vitu tunaongea bado bado make sense. Nakuru. Sasa hiyo
Ujue binadamu Mungu anakuanga. Mungu yuko. Hata mtu pia na huyo mtu anajua mwezi shinda. Amekuja kama hii kwanza mkishinda na wapatia 200,000 tuko. Haya. Haya. Mimi naambia please wacheni story ya do. Kwanza tucheze tu game. Tusishinde hii game. Na ninawaambia hii game si lazima mfanye nini? Si lazima mshinde. Ndani tu tell. Nyinyi mwalimu, unaona mwalimu mmefika hapa? Hakuna mtu ambaye fika hapa. First season hakuna. Mimi nikapiga tu hesabu na hiyo scrammages zao. Sio membauka nini? Hiyo tu siku hivi. Sunday. Nilita mswa kuchomelea. Sasa kuchomelea. Sasa kuchomelea. Nikamwona unaona scrum machine yangu. Nataka uikate. Ikate iteremushe. Kata 30 cm. Hiyo scrum machine ilikuwa kata uteremshe. Nilikata. Sunday game ni saa to. Game sasa ni saa tu nyingine kama. Nikakata 30 cm. Ikateremka tu chini. Hapa chini. Kila mtu lazima ucheze nayo hapo ikiwa mahali huko chini. Wajao kutusukuma skamata moja. Ni hiyo nasemaga hiyo game I think opposite kwa video. Tulichapa scrammages tukaambia sisi tuko fit kuliko hao watu. Hao watu. Hawasezi songa. Sisi hao ni mabody pia. Sisi tunachapa tu chuma kama hao. Lakini sisi tuna mobility, tunaweza move. Hiyo ground lazima wakimbie. Lazima waisikie. Mimi nakwambia tumeingia hivi game. Tumeingia tu hivi. Kick off. Pa. Poly concussion. Nakumbuka picha. Nakumbuka Shamia kikimbia ndani. Unajua hiyo time? Hapa mimi back row. Niko na Baboon. Ilikuwa Poly na wewe. Baboon. 3 man. Na Poly. Na Poly cup. Uko lock. Mimi niko lock na Nyambua. Unasikia? Hapo hiyo side nyingine Dalmas, Chitui, Okombe na Buyachi na kichwa yuko nani yuko bench. Uko sawa. Nani yuko bench? Oscar Uma kwa bench anangoja. Na nywele yake hajachana. Nikasema hiyo squad. Tutapambana nayo. To try. Tufungeni si ni kufunga viatu. Tunawaangusha. Tuna make sure hawezi amka. Wana wait sisi tunaamka sekunde 2 au wanalala sekunde 5. Hiyo advantage. Hiyo sekunde 2 amelala chini. Ndio tunachapia nayo. Na tumeenda. Poly kwanza alipata tu hivi concussion. Sije 5 minutes. Poly alikatwa amekata kutoka Shamia anamwambia buda toka. Ananiambia nini? Sina sub kwa number 8 mwingine. Sina number 8. Sina. Nikasema hapa. Napiga hesabu naangalia pale. Nani ataingia? Nikamwambia Baboon. Nenda hapo number 8. Ndio ushikilie hapo nyuma. Hapo number 8. Nikaingiza huyu sasa mgandri mkonda mrefu. Bana huyo jamaa nimemuita. Bana ameenda kuwa mbali. Ameenda kuwa huko paki. Ameenda huko. Hata sio msee yuko wapi bana. Hata ameenda huko tunamta Gomez. Wewe atatafuta Morgan. Tuambia wewe ingia. Hataki kuingia. Utapata madali. Sasa hiyo game. Hiyo game unajua hiyo time. Kweli tu sikuwa na namba za watu kucheza hiyo game. Hata tu kwa tuna make 23. Ilikuwa haraka nikasign Leslie Mango. Kaambia bro kuja wewe baada utanisema hata cut bench. Hata staki story mingi na wewe cut bench. Hiyo game tena dakika kidogo sipona napata concussion. Nick amevunjika wrist. Nini digit Huyo Jasper Ochen. Jasper ameanza kuhara kwa ground. Game ni ngumu. Msee anakwambia boss. Kwa watu inakam. Sasa tunamwambia fanya hivi. Tunaleta Okaron hapa Chokora. Hapa Chokora hapa mbele. Acheze fullback. Acheze fullback tukicheki hivi nyuma hayuko. Kumbe ameenda kwa choo. Bado hivi nilikuwa rahisi. Alishaenda. Watu wadhani hivi nilikuwa rahisi. Kumbe ilikuwa kazi hivi. Sasa hiyo game tukapambana. Sasa sisi tunacheza tu. Tunaambia guys. Hii ball tukiwa na ball hailali. Watu tukimbize hizi. Hailali. Kubwa wakimbie. Na hailali na tukik. Na tukik. Wacha watu tackle tulale chini Tulale chini watu wakae hapo. Unajua hapo ndio watu wajua hapo ndio advantage iko. 2-3 seconds. Hiyo 3 seconds umemwacha chini akiamka akipumua. Nyinyi wote mko ile side. Tunakimbiza hivi tukiona wamechoka tena tuna kick nyuma. Tuna kick nyuma. Yes.
hivyo. Na Mkashindia. unajua Mungu pia anakuanga hapo. Tukashinda. Mkashindia game. Na unajua hiyo game last minute. Moja tuliwashinda hiyo. Tuliwashinda ilikuwa ni tuliwashinda na 3 points. Na 2 point, 3 but 2 points. Tuliwashinda. Ilikuwa pena iko draw. Walipata extra time 3. Badala wachukue 3 tukue draw alafu tena tucheze game yangu. Sasa kusema nani amekuja ka Rob Shaw England. Wachana na kichwa. Kona sika kwa kichwa. Unajua kwa nani uita call si ni captain. Tuende kwa kona. Ai, na Laina utaifanya kazi 80 minutes. Laina nayo ilikuwa kabisa. Sasa wakipata sasa penalty sasa ikarudi paka hapa kwa 5. Wakachukua tena nini? Wakachukua scrum. Ati guys hobby. Hobby. Naambia guys 30 cm. Bana watu wanafunga macho wamelock hivi. Kichwa akasema ndio kitu isongi. Leta ni bebe. Nipatieni hii ball. Akapata nani hapa mbele? Mimi nakwambia alipata mash. Alipata mash. Pam Maana kichwa alikuwa amekuwa held up na Msafiri, wacha tu. Kwa try box unajua ukiingia hivi kwa try box alikuwa ndani na akakuwa held up. Game hapo. Hiyo siku kichwa ilianza kule kunywa pombe. Unajua alikuwa amewacha. Siku anaanza kukata. Junakula alikuwa anajua ni kazi rahisi. Alianza walipigana hapo ma left right wenyewe. Sasa ngoma ilifika hapo. Unaenda finals. Bana hakuna mtu. Kila mtu ameumia. Ama ni 200,000 wamelewa ilikuisha. Pole amepata concussion hizi cheza. Nika na mkono. Sasa hapo ndio nguvu yangu imeisha. Ndio 12 lakini huyu Jasper. Bado anahara. Bado Jasper. Wewe hujaiona mtu wa vituko wewe. Bado anahara. Nakwambia I'm not feeling well. You know I'm not. Na bana hiyo game haki ya Mungu usimweke. Haki yako mimi. Acha sema I'm not feeling. Usimweke. Bana tukaenda finali. Mimi niliwaambia endeni mjienjoy. Hiyo wiki tu train. Wewe unajua hakuna venye ungecheza finali after kucheza semi. Umecheza hiyo semis basi kurudisha Kakamega. Tena urudi Wednesday. Hata train yenyewe ilikuwa tu safari. Yaani ndio tucheze ni game. Mungu akitaka kutupatia game tutaichukua. Mungu akipata na unajua hiyo game tulishindwa alafu mtu tu mjenga kabisa na kuja naambia Ogota amelipwa na KCB hiyo. Mimi nakwambia kuna msali. Mlo yetu mvulani tu nini mjinga. Aliniambia hivyo. Nikamwangalia. Au connect. Unajua vitu zingine unawacha tu. Nini? Unasema huyu. Haya. Haya. Unataka huyu. Wewe mjinga. So hiyo final hatua tuliambiwa tulilipwa. KCB KCB lipo save tuhesabia mkuanja hii game ndio muuze. Nikamwambia yani mnaona yani Kabras ilikuwa imefika. Mali tunaweza tulipwa. Wewe bana ikonge haraka hivi. Ulizeni mwamba wako wapi? Kuna timu kweli si ati kwa ubaya. Si uongo, ni ukweli. Kuna matimu ziko hapa Kenya over 50 years. Na waje na final. Ka10 nyinyi mmeona final season nyinyi ya kwanza nyinyi ni na mwanza kutaka kushinda immediately. Na hiyo finali ndio ilikuwa sasa. Na niambia hii finali itawa make itawa break. Haya. Tulikuwa tumefika place ya kumeko break. Shida sasa hapo. Na ujue hiyo season ya first. Kabla sasa kutupatia tabo. Watu wajuangi. Si ilikuwa na 200,000. Kushinda semi. Season ile season ya pesa. Unafikiria ati haikuwa na mamu kwanza. Tulitumia mfuko ya Ray. Ray ndio ali finance first season of Kabras. Tunakana umana gashishi tupatie 10,000 tuna survive. Ray anaturudishia. So hiyo season ya first ilikuwa proper. Nini drug season. Na tukafika finali tu. Na ujue pia na tukabeba Mwamba Cup I think. Mbeba Mwamba Cup. Na tukabeba first season. Mbeba Mwamba Cup first season. So tulipiga hesabu. Tunaona hapana. Tuende hii ya juu. Hii ya juu ni kidogo kuna hii ya juu tutapigwa tu. Lakini hapa chini timu tu icheze juu, hata timu moja icheze hapa chini. Tukabeba Mwamba Cup vizuri, tukarudi mtaani. Sasa pressure zinaanza. Sasa first season. Wana hiyo kufika finali. Hakuna pressure mbaya kama hiyo. Si msha set nini standard. We want to win this next season. Ndio kidogo watu wamekaa
from Fiji. Unaona watu wanakuja. Ndio come from Fiji. Watu wanakam hivi. But unaona players wa first wali come from Fiji. Wale hao walikuwa players wa maana. Ule jamaa alikuwa na mtungi ya keg. Ule winger. Winger huka. Huyo jamaa na huyu body. Ule dibo nini? Kolo kidogo apige uwe. Huyo. Lakini huyo jamaa alitusaidia. Hiyo mwaka huyo jamaa alitusaidia. Hapo ndio tukakaa tukabonga. Wakaleta Bishop. Wakaleta Andrew Curtin. At least sasa tukakona stability hapo sasa. Tuna review ma games zetu, tunauliza position gani mlikuwa nazo na shida nini na mimi kwanza venye Poli alitoka ilikuwa na Nick tena sina call kafanya nini akasema hapana. Songo akaniambia mimi yule naona ngole Max akiwa sawa. Ule Max wale pale hivyo na Fabi sinasikia kwao ni hapo. Sienda nini? Nikamwambia ongea nao. Si wale ongea nao? Si niliongea nao. Lakini hao maloko mimi nilikuwa team manager. So mimi ndio type nini? Kila kitu kisha mimi ndio sasa hapo. Hao maloko KCB wanabebaga tu timu yao. Pau alikuja akafagia kaenda na Homeboys. Wewe ukakuja ufagie kaenda na Kabras. Sikiza, unajua nani akona kalamu hapo? Unajua sasa ngoja nikuulize sasa. Unajua mnasema nimetoka na half training session ya KCB kuna watu wangapi? Iko na watu wangapi? 80. Yes, 80. Alafu nataka wewe niamini tena. Si uchukue wengine after ESS. Nilichukua tu ESS. Pana after, si achana ESS. After ESS. Chukua huko TV room. Wacha nikuulize. Unajua kuna tofauti. Unajua nataka unituelewane hapa. Unajua kuna ile umechukua player. Ukaenda ukamweka umtumie umwache. Lakini umechukua player ukaenda kwa mbeta umempatia job. Hata wacha rugby. Umempatia job. Hiyo unajua hata mtu anapigana na wewe ni mtu mjinga. Wewe ni mtu mjinga kweli. Wewe ni mtu mjinga sana. Hakuna player mimi nimetoa mahali nikakosa kumpatia kitu nimemwambia. Ujaidanganyana. Na kama sijampatia ujue yeye ndiye amecheza nayo. Wewe ni kitu poa, hata nitostio kitu. Unasikia? Former TM physio, ulisema tu ni physio hukuweza. Physio ilikuwa ni noma. Mimi nilikuwa najua lakini yote najua kustrap na knuckle. Hiyo ndio kitu kustrap. Hapa ndio kustrap na knuckle. Najua kustrap. So Kabras season ya first ya pili nataka ulikasa Kabras miaka 3. 5. Mimi kaka 5 years. Ilikuwa ni miaka inaenda wapi? Si nimetoka 2018. By the way, Kai ni miaka 5. Mimi nimetoka 2018 sasa zimeisha. Ulianza as player, coach, TM. Nilienda kama mimi nilikuwa nimewacha rugby. Ulikuwa retire? Nilikuwa nimewacha. Hii niliambia tu hii Saturday after game. Lakini hii game lazima hauwezi cheza kwani bado. Hivyo. Wewe ingia hapo? Hivyo ndio kaanza. So ulikuwa usha retire. Nataka sasa tuanze kuingia. Hapana, nipatie kwanza highlights za Kabras as a player. I think niyo game inakula. Kama kuna nyingine acha ni baby kuna nyingine. Hiyo as a player. Ndio nataka kupatia. Hiyo na hii finals hizi tu walibeba. Hii final nimesa Wewe final unajua. Kwanza nisamee kwanza ujua kusahau kitu ya maana sana. Hii finals. Finals. In fact, si ndio second season. As TM player coach. Hii second season mimi nilikuwa forwards coach. Ulikuwa forwards peke yake. At least sasa Bishop alikuwa coach, okay. Alafu ule Andrew Curtin alikuwa SNC. Tulikuwa na Andrew Curtin ni ule mzungu alikuwa ndosha na hiki. Lakini unaona huyo Andrew Curtin unamtaja hivyo. Si ni body. Kama si yeye hatungeshinda Kenya Cup. Conditioning. Mimi sijaiona mtu kama sijawahi. Sijawahi. Na maisha yake hautaimpata gym na watu wawili. Ni one on one. Si watu shida zote ni tofauti. Na alikuwa anamka 5. Alikuwa anafanya job yake. Yeye anakwambia wewe kuja saa 5, wewe kuja saa fulani. Na unajua hiyo club hiyo time. Kila mtu alikuwa na bench press minimum so. Kila mtu. Ukisema kila mtu hata Achimani. Tanga so hivi. Wacha nikwambie, unaona nikimtana Kabras. Mtu au ndio Tanga ndio watu nikutana first. Kwanza niliona Tanga nikaona mayai. Ushaona mayai. Hii kitu Tanga na delicate. Ukimgusa hivi anaweza pasuka. Yaani na sikudanganyi alikuwa achezi. Anakama anachezesha huyu Mato. Huyu Mato alikujanga akaenda
USA hiyo karudi. Nani flyer huyu. Huyu Juma. Bwana Tanga alikuwa anakaa kitu delicate tunasema huyu mtu watamuua. Huyu analetea kesi hapa. Watamuua huyu. Na anasukuma so. Sasa second season sasa. Ni first season nikiona tu Tanga. Second season hiyo game ya Nakuru alicheza namba 10. Hiyo ndio game ya 10. Ndio nilipata game ya first hivi. Jasper nini? Game ilisha kakuja stretch. Nimecheza aje? Nikaambia end of stretch. End of stretch. Nilistuka. Sio Tanga midget power inatoka midget power. Wewe kijana yangu. Unajua huyo Tanga alishiki kwangu. Hata kabla niende Kabras. Kuna time Kabras wakikujanga Ray tumetoka na EFA. So walikamini game tu hizo time tu kama yeye akakuwa msika hapa. So akakuwa admitted. So lazima so nikamwambia acha kumkumta. So Tanga ni mtu nilikuwa nishaishi na yeye naona mtoto malaria karibu muue. Sasa tena mimi nimpatie ile game auliwe. Nimpatie akina KCB hapo. Malize. Nikasema hapana. Hii season ya pili hii nataka to fast forward to hii final. Alafu nipatie namba ule jamaa wa mvua. Huyo jamaa wa mvua. Shida alifanya. Mimi venye nilishia alikuwa anatumia time yangu ya sasa timing juu ilikuwa noma juu. Mvua inanyesha kama Kabras ishapigwa. Inanyesha jana. Kabras ishapigwa ndio mvua inanyesha. Lakini sasa narudi na mwachia watch. Sasa hiyo unamwachia watch fresh. Watch yake fresh. Kwa hivyo hii season ni noma. Hii season Kabras wasipobeba. Hata niliwaambia wasipoibeba wafunge wajaribu kupanda viazi huko. Hata wajaribu hata biashara nyingine. Biashara juu especially hii hivyo. Hiyo imekataa. Hii season ya pili mlicheza semi na nani? Homeboys. Hapo ndio mali ndoa yenu na Homeboys ya semi zilianza. Mmepatana na kina Joshua. Hiyo time bwana walileta tu squad yote. Nikasema hapa. Hii ndio hapa ndio mara naona ni kama hapa ndio nini hatuoni finali hapa. Hii ndio mali hatufiki. Na ilikuwa Homeboys huko showground kwao. Ilikuwa kwenu? Hapana, unajua game yetu ya mwisho ilikuwa na Homeboys kwetu. Exactly. Next game ilikuwa Homeboys hapa. Sasa hapa. Na hiyo game yetu ya huko waliwanyorosha nini? Walitupiga. Sasa hii game tulijua tu hawa Homeboys tunawajua. Nikamwambia mnaona huyu Joshua na Ikambili. Ni wachieni mimi na Babu. Kila mtu jinsi chezeni game. Ni free game lakini Joshua na Ikambili tuachieni. Na wao waliona shida. Waliona mpira. Waliona Ikambili anaenda kwa Pau. Anarudi na pamba kama hichi. Pau anaambia. Kwani uogope? Kwani uogope na nani? Uogope anapiga tu watoto hapa. Mimi nimefanya nini? Wapi? Kaza Ikambili atatusumbua hapa. Joshua na kimemi Babu naye anamchapa chini. Na mlima. Bado tukashinda game. Finali ikakuwa Impala. Kwanza ngoja ukisikia kwanza venye mlisikia Impala ya KCB semi si mlikuwa mshajua hii ni yenu? Hapana, kwa sababu kwa nini? Kwa sababu Impala walikuwa wametaka kutupiga tu. Impala kapiga Kabras? Hiyo tulikuja hapo katupiga, tukaleta siasa kwa sababu walisub ref. Walisub ref. Impala time. Wakatupiga. Impala time. Na after ref alisabiwa ndio wakatupiga. Ni ukweli. Hiyo game ni so walisabref hiyo game ukitaka na kuwekea sahi tuone. Walisabref. Sijui Ray aliumia. Ray akajipul kitu. Wewe. Nani aliingia Godi? Godi aliingia game ikaenda. Ikageuka. Sasa final na si ati maybe alicall kitu mbaya. But game unajua game ikianza. Marefu ni tofauti. So mshajua mnacheza. So unajua ukicheza na Ray. Mnacheza na Ray hivi. Ray atawaambia mimi nataka hii, mimi nataka hii, mimi nataka hii, sitaki. Unaona? Ref akichange. So ref akichange. Interpretation yake ni different. Yes, zile zenye nani anataka yeye hataki. Game ilikuwa ngumu. Akatupiga tu. So Kenya Cup waliwapiga. Final ukapiga yule jamaa wako wa mvua. Kick off hivi mvua ndio hii. Wacha tu. Kubwa anashika mpira hivi hivi. Hiyo game kwanza hiyo game asubuhi. Hiyo siku asubuhi Max ndio alikuwa captain. Hiyo siku asubuhi kulikuwa na meeting ya team managers na captains. I think team manager na captain.
So Mark asubuhi akakuja breakfast. Akaniambia got. Siwezi kuwa captain. Wacha nicheze game. Aliniambia tu hivyo. Na unajua wacha nikwambie. Wewe ni mtu anataka kitu anajua kitu anafanya. Ni mtu mimi mtu player kuja niambie game kweli imenikataa. Wacha nicheze. Usinigei game. Usinigei game. Wacha niachane na captain. Huyo ni mtu namheshimu na huyo siwezi mweka bench. Aliniambia hivyo nikamwambia sawa. Kana nikamwambia chayo. Kumaka Enda usikize. Mimi nisha focus. Nikaishia. Nauliza team manager anasema ni mimi. Captain ni mimi. Ni mimi. Nasema hii Kabras kwani ugogotu wewe. Ndio kila kitu. Tuka meeting ile wewe ndo na. Tukakaa hapo meeting tukaishia. But walikuwa shajua ngumi zinakuja. Walikuwa shajua. Walijua ile sasa kabla game ref kama hapo watu wanasema watu watatupiga. Ref no watch punches. Nikamwambia hii mvua yote. Tunatupa ngumi goni. Hii goata na ref ataona nini? Na usha line na mso mvua. Ni timing yako nayo. Wacha ni naambia danko bana. Wacha ref afanye kazi. Wewe unataka kuanza kumfundisha ref kazi sahihi. Unajua, wacha ref afanye kazi. Naambia danko tucheze game. But hiyo game. Unaona hiyo mvua ilinyesha hiyo siku. Hivi ndio venye mvua inanyesha kila siku Kakamega. So hapo ni weather yenu. Na ujue mkingoja mvua ishe ni hamtai train. So ni weather. Inabidi tu una train. Tuliona hiyo mvua hivi. Kapa akakuja akaniambia captain hii game itabidi tucheze. Nikamwambia hapana. Sisi tu postpone game. Nikamwambia hapana, tusha book tuko na ticket tunarudi leo. Sai. Tumalize kitu sawa. Wako home haona pressure. Tuna ule alikuwa walikuwa kupostpone mechi. Ukawaambia before hata half time. Before half time walikuwa kupostpone. Kapa alikama kandita na dango akasema hii game tunataka kuwin. Hii game mvua ni mbaya. Hii game ni mbovu. Mvua inatufikia hapa. Mimi hata socks zangu. Kapa alinipatia sababu zote za kuza reasons. Nilikataa. Hii game tunamalizia hapa. Nikamwambia game kiisha hivi ni draw tutacheza next season. Sasa tuwezi rudi. Akamero ndio itabidi mcheze. Si mko kweli? Mimi ni host. Nikasema sawa. Kubwa anashika hemo hivi. Anakanyaga nini? Huyo nini? Huyo kubu huyo. Huyo wampatie tu hiyo kitu anafaa apatiwe acheze Kenya. Si ndio? Jukena tunateseka bure na yuko hapa. Hawaje kumkazia maisha. Amekaa hapa miaka ngapi? Haya. Anaongea hata Kiluya sasa hivi. Anaongea Kiluya? Anaongea Kiluya. Ule ni Mluya tu sasa hivi. Anaongea tu. Kiluya tu smart. Haya. Hiyo Kenya Cup unajua kitu mimi regret na hiyo Kenya Cup ama sijui sio regret. Kitu mimi iko tu sad ni jiko na picha moja. Na kwa nini? Si mvua. Kamera zilikuwa zimeingia maji zote. Lakini mvua ilikuwa mob. Ambia umse at least after your season unaweza kuambia umse wako mvua apunguze volume. Jua alikuwa beka yote. Si kwa kamera inyeshe tu lakini si kwa kama kwa kamera. At least uliweza kupunguza nini volume. Sasa nataka after hiyo Kenya Cup ukaretire. Juzani ulicheza tena? Hapana, nilicheza. Next season sasa ni third season sasa. Tena hiyo sio sasa Bishop alienda. Na hiyo tena Bishop akiishia hivi players wameenda 19. Sasa kila mtu anataka kulipwa kama Fijian. Kenya Cup winning. Mimi nakwambia unajua ndio unaambiwa hii pesa inaweza make. Sasa kila mtu watoto wadogo wamemshinda Kenya Cup. Kila mtu ni star. Unajua hii Kenya Cup watu wajuange ni hawezi shinda peke yako. Na kama nafikiri wadanganya waende waulize Injera. Hii hauwezi shinda peke yako. Unaona? Hii kitu ni mmeshinda wote. Ni pamoja. Si wewe. Si wewe. Hata unaambia watoto wanataka soma na naambia hapana. Mimi Kenya Cup champion. Mimi natinga dude, mimi nataka kuliko huyu guys, mimi nataka doka nataka doka. Hivi ndio venye unaangalia game. Haya. Shida. Jamaa anaona kana ngumu kanaishia. Tulienda players 19 walienda. Sasa hii ni season 3 inaanza. Hiyo tena inarudi. Sasa mimi nilikuwa nishaleta msee. Kako kamgandre kakondre huyo ninajua mimi nikiishia sasa kuna mtu kamebaki. Pia yeye amenini. Yeye ameenda tiju nimekata kumuongeza 5000. Nikasema sasa. Nikamwambia sasa wewe. Nilikata kumongeza kwa pole. Naambia unapiga kwa nini nikuongeze
Mimi naweza kukupatia sababu 30. Mbona sifai kukuongeza hiyo boli? Wewe nataka unipatie na usiniambie juu ninalipa ule. Yako wewe mwenyewe. Na wewe kwanza wewe game ulihepa, hutaki unaenda kutafuta mouth guard na bagi yako iko hapo. Unataka mouth guard defense. Players walishia wengi sana tena unaanza zero. Sasa unaanza kununua players. Nasema hapa sasa Bishop unajua baadaye hakuna mtu jua mbona Bishop alishianga. Mimi si fichi. Hiyo ndio kilitoa Bishop. Au players wanataka. Unajua wacha nikwambie umeshaka na players season mzima. Unaona tena nao players wote wameenda. So tena wewe tena uanze zero. Umekurudisha nini square one? Unajua unapiga hesabu hivi. Mimi sasa naniambia Ogot sasa tufanye aje? Mimi naambia mimi sijui. Bisho alitoka tu na kaishia. Naambia Ogot. Unajua umewachiwa tena club. Hivi ndio unaambia? Tena urudi tena kwa ile kazi yako kila kitu. Tena unarudi hivi. But at least haiko na blueprint. Hiyo ni season ya 3. Hiyo ni season ya 3 man. Ya 3 sio? Ya 3 sasa ni 3 juu ya first ni finula, ya pili ni kushinda. Ya 3 nikasukuma tena tukafika finali. Finula tena. Na wale CB. Tena tukapiga. Kebo kama kawaida. Tukapigwa kebo. Nikasema tufanye aje? Season sasa tena after hii season ya 3 tena walihepa. Players tena walihepa. Hii season ya 3 sasa tunajua hapo Nika akaenda surgery, watu wakaenda masurgery. So unaona hii season sasa ya 4 ilikuwa sheki. Sasa hii season ya 4 ndio sasa tena I think Kado kama. Unajua hapa tuko tu kila season wewe ukikuja wewe kama na story yako ile time huko shukuru Mungu na ile kunayo. Sasa unajua shida ni sasa mimi nikaambiana guys hatuwezi run club hivi. Unajua kila club kila season coach mpya anakam players kama 75 hata shida kasi players kweli. Unajua always leta coach mpya na unamwambia kitu ya kwanza unamwambia ni kwa yani imeandikwa kwa contract Kenya Cup. Win Kenya Cup. Win Kenya Cup. Haiwezekani mtu ananida hata miaka 2-3 na shida inakuanga ni lazima kuna shetani inakujanga hapo inakosanisha watu. Lazima kuna shetani anatokaga. Haki ya Mungu. Hiyo shetani kwa hiyo Kabras. Iko. So sorry shida Kabras si eti nini? Ni wafa crusade hapo. Watulie. Unajua waache hata wewe Pogi. Unaona sasa hii? Umeshindwa kupatia bibi yako ball. Umeshindwa, si ndio? Season utaenda utamwacha tu juu atalikuzeleka kaka moja, alikuzeleka kaka moja. Sasa nataka pili na leo. Unaambia wewe ishie, unaleta kila season unaleta. Kila dem mwingine na shida kwa ni mimi. Wacha hiyo tabia. Tena ni hivi. Sasa Kado akakam. Tukasukuma season. Akajionea. Unajua story ilikuwa hapo Kabras na kwa. Ogot anafukuza watu. Ogot ndio ana nini? Ogot anafukuza watu. Na tu hapo utaona. Huko utapata mtu wajui rugby hata ukimwambia definition ya knockout hajui. Anataka kukwambia venye ukoje. Yaani kila mtu ana theory yake. Kila mtu ana wajuaji mbaya. Na unajua huko kuna wenye timu. Kuna mimi naye nilikuwa nimewazibia masikio kabisa. Siwezi sikia ujinga na hawezi niletea. Unajua? Hawezi. Ukikaa vibaya na kuconnect. Kukakaa tu hivi kifalafala Kado akaishia. Unaona sasa hiyo Kado kuishia? Hapo Kado kuishia. Hapo ndo mimi niliamua kuishia. Nikasema hii unaona hapo hatuwezi kwa tunafanya hivi. Unaona hii sasa ni mchezo ya ujinga. Hii haikui. Hii sasa ni mchezo mnanifanyisha. Mimi nilikaa tu kwa keja tu hivi nikaambia mama hapo. Mimi nataka nilikuwa nafanya shade the year before. Akaniambia kaa kidogo at least kina Kado settle alafu uishie sasa insusha kazi. Mimi ninaishia. Akaniambia unangoja. Ishia.
Nikamwambia dema nataka niishie ama kuna mgeni. Kuna nini? Ana encourage sana. Niishie tu hivi tu. Hata ana pingamizi. Nikasema. Mimi nikapanga kila kitu yangu hivi. Nilikuwa naenda Tuesday. Nikaenda Thursday before. Tuesday. Nikamwambia mimi ninaishia. Bele seti naishia Tuesday. Mimi ninaishia. Mimi naacha job. Siku mwambie naishia wapi. Mwambie tunaacha job. Akaniambia kwa nini? Akasema mimi wacha nikajaribu vitu zingi. Mimi wacha nikajaribu vitu. Siku explain vitu vingi. Explain it but Achiman mimi nilikaa naye nikamwambia boss. Hatuwezi kwa tunafanya hivi na hiyo time sasa mimi napanga kuishia. Huyu Duplessis pia ashakuja. Huyu Duplessis na yeye ashaniambia uko tu. Yeye mimi nilimwambia mimi naona nikiishia. Akaambia huwezi enda. Nikamwambia mimi lazima niishie. Mimi wewe uko hapa pengine. Mungu akakupiga torch. Mungu akakupiga torch vizuri. Uko season moja. Nikamwambia hapa. Unakuja unafanya kazi yako, unaishia ila nini? Shida ni club upewi. Lazima kuna time ya kugrow, unajua? Hauna time ya kugrow? Hauna time ya Ni kugrow. kuingia na kuenda. Yani decisions zinamikiwa na kitu mepeni sahihi. Tulifika final season ya first. Wewe Pogi kwanza wewe napigia bilioni unaambia unataka job. Unataka kama. Wewe ishia. Wewe ishia Pogi hata uwezi shida kana kama. Kuna mali ukweli si ati kabla team kila mtu anataka kuishia. Kila mtu. Utaka players smart nini lakini kuna mahali tu nafikanga hivi. Maana kuna shetani ule shetani hapo unajua usiku shetani kana nguvu kidogo. Usiku ni Mungu mnavurugwa. Usiku ni weather yake. Mnavurugwa paka bana. Mnaangalia hivi unasema bana hizi vitu si healthy. Haya. Mimi nikachomoka. Ukainua. Nikapata ka club huko. Nikaka coach. Nikapata buda fulani hapo pia akaanzisha chuo. Akaanzisha rugby chuo fulani, amechukua. So nilikuwa na coach chuo na home guys na club. Na club. Sasa tuanze highlight yako ya Kabras. Kwanza unaweza coach lini wewe? Unajua sasa wewe ni mimi nataka coach by the way. Wacha sasa mimi KCB. Tanka alikuwa na go to have the forwards. Ndio hivyo. Yeye alikuwa anafanya vitu zake anasoma huko, anapanga cons zake za groups of 3. Anaambia go to have the forwards. So ulianza coach kitambo sio eti nini? Kitambo sana tu, haikuwa tu official tu. Highlights zako kama coach. KCB uli coach ESS. ESS. Hiyo season sikucheza nilicoach. Coach ESS. Na tukashinda ESS. Tukashinda ESS. Na kitu kingine ujue kutoka I think 2002 sijai kuwa number 3 Kenya Cup. Naambiaga watu hivyo wanakataa. Kutoka 2002 mpaka 20. Yaani Kibaki akiingia hivi presidency mpaka 20. Uhuru ndio anakuja kumaliza. Mpaka 2017. Sijawahi cheza nje number 3. Number 2. Ni hapa final. Na imagine nimechukua ndio naambiaga Kabras. Hizo ni finals ngapi nimekuwa? Hesabu na nimeshinda kubeba sahihi. Kwani mnabahati aje? Bana. Haya, tulieni itakama. Na kama watatulia. Mimi hata tena nakwambia. Sahihi ni time ya Kabras. Wasiposhinda hii wafunge virago. Wafunge virago wakiendaga. Wafunge virago. Wanitumie huko nikae hata nazo. Ngoja nazo huko. So sasa yote ato umeniambia una coach watoi. Sasa si coach. Kwa sababu kutoka last year March COVID waka cancel kila hata sasa hivi 15 hazichezwi. But sio na Monate huko anapiga. Ile mataona tunaendanga tu. Rabada. Mataona jamu unaitana wewe unapika Pogi uko na uko na wewe kama. Tunaenda mnashinda mnapata pesa yenu sasa hiyo mnagawia hapo mnapotea. Kama ni rabada tu mnacheza huko. Ni hizo tu. So plan yako ya sasa uko stotiato karatasi zako sasa niko sure zinameremeta. Kumeremeta. Si karatasi za certifications zinameremeta. Unapanga aje? After utarudi ama wewe huko sasa? Ninapanga sinafaa na kuwa naambia mama. Sasa ushamwambia. Nataka tu utuguzishie. Utarudi hivi ama wewe ni sawa, wewe ni mzungu? Hapana. Mimi lazima nirudi hapa. Lazima urudi. Nirudi hapa. Hapa ndio mtaa. Na ukirudi tutakuwa na rugby tena ama sawa? Utaniona tu. Nitafuta tena hii timu inaitwaje? Nini? Ya Saimo.
Nini suburbs? Yes, kuna napata hapo Thank suburbs tukasaidia hapo Saimo mahali tutoke Kwanza mbali. niguzishie hapo. Eh. Hapo kwa Saimo sawa. So bado utarudi rugby. So kwanza enda deal huko na kina nini na kina Biden. Hata sisi tunashukuru na watu. Hakuna umadhi. Nataka your advice to a young goat. Sai mbele yuko anajifanya nataka. Kenye inaweza ambia vijana kitu ya first. Hii maisha si venye unaifikirianga kwa kichwa yako. Haiko hivyo? Haiko hivyo. Maisha si venye unaifikiria kwa kichwa yako. Na kwa mpango zote. Ukipiga hesabu vizuri. Lazima ukuwe na plan B. Hiyo plan B inarudingi na kwa hiyo ndio mpango yako. Ile uko unaiona ndio hii inakuja. Soma. Ukipata club na kulipia chuo. Kimbia. Hata kama ni KCA. Enda huko usome. Maisha ni hard na unapata sahihi. Hata tu mbuda tu anapata tu mshahara mzuri tu job. Ana struggle. Kweli? Na unaangalia na buda yako kwanza tu maybe ana job poa lakini bado na nini? Kuna mahali anakuama. Sasa wewe ndio unataka kufanya nini? Hii rugby. So hii rugby pia si ati uiweke mbele sana. Lakini kama uko hapo do your best. Unajua kwa kitu yote. Always do your best. Unaona? Au usijaribu vitu 50-50. Fanya kila ingia mzima. Ile unajua bahati yako si yangu. Kweli? Bahati yako hii mtu anakuambia tusoma. Mimi nakwambia hiyo masomo venye imekukataa ndio pengine conversion imekukubali. Unajua? Kwa conversion. Mali bahati yako iko. Wewe fanya kila kitu mzima. Na wewe unaweza amka leo ile focus yako ya maisha plan yako imewaka. Umemaliza tu shule na imewaka. Plan yako imekataa, B imekataa, C. Plan yako iko huko Z huko na itakubali. Unajua? So endelea tu. So usi give up. Wewe ngangana push. Push tu. Sasa tumepush. Wewe tumesukuma. Hiyo advice kwanza ni mpaka ule jamaa ana sauti ana clap huko hivyo. Ndio ndio kitu anaweza communicate nayo. Ngoja nataka your 3 best players to play with. Wale ukiona hapa, si ni kuanzisha national team alafu club. Ama unataka nifanyaje? Juu unajua uko na list refu kucheza nao ama kucheza against. Nao tuanze na nao kwanza. So nao ni ukiangalia hivi, ukiangalia mtu huu next unajua leo tunaua. Hiyo so hii sasa tuko club. Tuanze club. Ano. Unaona ano? Ano ule ni mtu wangu. Ule ni mtu wangu. Ukimwona hivi unajua. Nilikuwa na ano. Alafu Mutai. Sharmuta. Sharmuta tuko sawa. Nilikuwa na wewe kuja tu venye unakuja. Wewe kuja tu. Na unajua Mutai ni mtu hauwezi mcontrol. Ni ukweli. Unajua Mutai hauwezi. Na unajua saa zingine hii rugby haitaki kila mtu mwenye anaweza kontroliwa. Itakuwa ile mwendo wazimu mmoja wa. Nataka kuna mtu yeye hata game plan by the way hata ukimuuliza haijui, hajawahi ataishi. Si uongo. Yeye anacheza kitu haiko. Watu unaonanga anakaa huyo ndio siku moja anakusaidia World Cup. Na hiyo upimbi yake. Huyo ni Sharmuta. Mutai. Yeye anacheza. Tanga alikuwa just go and do your things Mutai. Just do what you go do your things. Yeah, just do what you always do. Watatu? Sio umeniambia ano Sharmuta. Ano Mutai. Tatu. Stooge. Maremu Stooge. Half time akona tu loaf yake kwanza mzima. Na unajua yeye alikuwa anakuambia mapema. Siwezi cheza first half. Hajawahi cheza first half. Ndio hiyo second half akipiga sama. Akipiga sama hivi. Kuna siku aliingia na sama hivi na concussion. Anajitupa. Hapana. Game ya Madagascar alipiga sama hivi. Akifika tu hapo. Unajua ilikuwa ni penalty 5 yard. Ukagwara? Akagwara akamwai. Maana huyu msali mpiga flying kick. Aya, what defender? Hapa tu KRF hapo. Alimpiga tu kwa uso, imagine. Nani ameingia?
Akarudi hivyo tena. Na sama ingine. Stooge, Huyo Stooge. Huyo ndio mtu mmoja Uganda ilikuwa itaki kuona. Ilikuwa ni sasa nitizia javelin. Watu wanatupwa nje ground huku, wanatupwa huku. Unaona Uganda ndio waso. So wanaonekana. Ilikuwa itaki Stooge. Ajaji za first half. Hajawahi. Love kwanza. Hata Kenya. Love half time. Anakula mkate wake mzima. Soma ndani. Was a club. Country. Club sijamaliza. Hujamaliza, ongeza nini? Leslie Mango. Wewe alikuwa anaitwa one man army. Huko nyuma kinini? Zile kazi zimewashinda hapo mbele. Mleteni tu nyuma atazihandle. Forward. Atazihandle. Mlemewa hapa mbele. Atazihandle. Yeye huko nyuma. Haya, kuna mwingine club? Bana hiyo club kwa wengi Dero. Okay, ni wengi. Tukikaa hapa tunaweza maliza. Haya, tuende national team. Unajua leo tulikuwa tunapigana naye daily kwa game. Anaambia ndio captain, naambia mimi ndio nakwambia. Wewe ndio captain yako. Wewe ni captain umeandikiwa. Mimi hapa ndo nakwambia. Mimi ulisikia tanka kiambia nani go with the forwards. Cheza game ndio tunakwambia hapa. National team sasa. Ano tena amekuja tena na list. Lavin Asego. Lavin nimemuuliza Lavin. Alikuwa gusu na muulize. Haiwezi gusu na mtu. Kama wewe kimbia. Wewe fanya kazi yako. Tunataka hakuna mtu atakufikia. Wewe fanya vitu zako. Lavin. Namcos. Dero. Huyu Alan Wamanga. Kola. Kola. Unaona Kola na Mutai? Hao wanacheza games mbili tofauti kabisa, lakini zote ni game kila coach anaweza taka. Kola anacheza na kitabu. Kola anacheza kitabu na kichwa. Anapanga. Mutai ni wenda wazimu. Anacheza na kichwa yake tu. Nyinyi mfuate. Na nyinyi mfuate. Unajua alikuwa anaenda hivi unamfuata amepotea. Unamwona kumbe ile side nyingine ameenda peke yake. Hiyo national team. Haya, turudi sasa 3 best players to play against. Ile ukiangalia juu hivi uko leo ni kama ni kubaya. Kuna huyu anaitwa nani? Kuna kahuka fulani kaimpala. Kadogo hivi. Raj. Si Rachier. Sijui kadogo hivi. Huyo ndio mtu yani hata mkule ndi mungapi? Anakuambia wewe utachoka. Anakuambia sijui anaitwa nani? Kahad. Nini Kolo? Kahad. Kitu ngumu. Si ndio? Marti. Unaona Marti? Huyo mjua Marti. Jambo mjui Marti alikuwa anajitolea. Unajua unaweza kuwa mtu anaweza kuwa hii dunia mtu amekuwa man of the match bila kugusa goal. Ni Martina mimi tu. Man of the match without any carries. Without zero carries. But man ile kazi umefanya. Marti. Kuna mwingine. Unajua Spears Marti walikuwa ni Martina Wamanga. Ndio wakipeleka ball mbali ni Wamanga tena. Lakini wakileta hapa kwa base tunaambia Marti. Tusaidie. Huyo Marti. Shimenga na Enos. Hiyo ni Nakuru ile ya kwanza kwa. Alafu hata huyu Namcos pia against the. Nakwambia huyu Namcos naweza kuambia hii na tumemtafuta na Gaston. Mnakimbizana hivi na Gaston. Ile tu mali anaingia hivi breakdown. Lazima atoke. Ukifika hayuko. Kwa sababu msee. Yaani kama mnakaa chini na kikao. Anajua kama anatuona anatusikiza kuingilia huko tunasema msee anatuhepa. Wewe msee tumfuata kama 5 years. 5 years. Hatujaimpata. So wacha tu. Hapo players sasa wamsikize. Wacha tu. Namcos sana kuna bahati. Haya. Before ninge hizi funniest things ataka kuna skill moja ugotu tunaoga nayo. Na nilionaga super series fulani ilizo Nondis. I think when the only player hii Kenya umekadiwa juu ya intention.
Bana mimi kuna msali ilikuwa si game gani? Super Series. Super Series, ilikuwa Super Series. Ulikuwa Nodis. Nikabaniwa juu ile. Yaani huko umepiga. Waliona tu wewe unakaa kupiga. Ulikuwa unataka kupiga. You can't say elewa ati no. Oh God. Red card. Red card. Why? At intent I know you are ready. You are ready. Ulikuwa unataka. Hiyo skill yako ulijifundisha wapi hiyo skill? Huyo apart from huyo ref alikuwa na skill sijui. Huyo ref nafikiri aliniingia vizuri. Aliniona. But ulikuwa umeikoka? Hapana. Ulikuwa ready? Ilikuwa nini? Siwezi nirusha ngumi tu wazi. Hapana. Kuna hapana. So hii siri ya ngumi ni nini? Hakuna siri. Hakuna siri? Ni kutupa tu. Hilo Simesema tupa tu hivi ovyo. Bila haja kukwambia siri ya ngumi ni nini? Bila na uko naye hapa daily. So Bilal alifundisha ngumi? Ndo alinifundisha. Bilal ndio alikwambia mali. Hawa ndio walinichokoza. Unajua first blood. Ushaona first blood? Ndio hawa ndio draw first blood. Na huko itupa tena. Huko umetupa before. Mimi nilikwambia ngumi yangu ya kwanza nilitupa ni game ya quicks. Na sikuwa itupa tena. Mpaka sasa nikaanza kupatana kina sasa bile na Obondi. Na Obondi wanataka ni first nini? Senior most wanataka. Sasa hapa. Sasa unaona hapo ujue hii ngumi nilichukua serious. Saa 8 mimi nilikuwa siko job. Natoka saa 8 naenda blow. Natoka blow 4 tizi KCB. Kasema hawa. Na hiyo ni walinipiga smart kasema hawa. Lazima nirudishie. Tutapatana tu. Unajua hii Kenya Cup ni home na away. Lazima mtacheza. Na unajua mimi bahati yangu ni poa. Sijawahi umia. Hiyo by then kitu mimi hujai umia. Sijawahi umia. Sijai miss game at Yogota umeumia. Lakini kuna watu karibu waniuange. Na nikasema basi ni Mungu ako na mimi. Nani hao? Wasewa Senegal. Ila aje. Bana niliruka line out. Wananyang'anya line out first yao imeenda. Tatu yao yetu tena imeenda. Huyo msee akakuja nyuma yangu niliruka tu hivi. Unaona hii? Akanipiga tu hii. Kutoka huko juu. Niliruka tu hivi na kisha. Uligeuka hivi? Alinipiga. Sasa hiyo kwanza refa anajifanya hata juu English. Na ni hivi wewe. Na vina naenda kuongea na ref. Na kive français. Aya, tuingie 3 funniest things umesikia. First from a teammate during a game. Zile ushaisikia game imewaka ukosikia ati ai ndugu. Tuko na yeye kweli. Unajua hiyo siwezi jibu. Kwa mingi unajua tunatokanga sabini hata kwangu. Sasa unajua sasa hiyo siwezi jibu. Hiyo siwezi jibu. Tuende kwa opponent. Kwanza ni Nyikuli. Nyikuli kuna siku. Kwanza nimempata hapo ameniongelesha shambani kama ni mwanaume ingiora. Akaingia. Nje. Akasimama karibu goti leo. Na kugonga na gari. Kugonga na gari. Sasa kuniambia na atanigonga na gari. Mwanja amesikia? Amesikia. Tunaenda line out. Utogo leo itabidi uombe lift. Ndio uko na gari. Msigongwe. Mwanja ananiambia unajua msee ako na gari wewe una. Shasema. So uliona Nyikuli kwa kitu akasema wewe ni gari nagonga na wewe. Wewe ni wewe na mimi. Mimi leo na kugonga na gari. Leo nitakufuata mpaka huko bali unaenda. Yaani ragi imekataa ni gari sasa. Sasa hapa wewe. Gari sasa. Wewe sasa wewe. Aya. From a coach. Kuna siku Gaston amejifanya star mbaya. Unajua Gaston alikuwa star. Gaston ni akacheza nini? Tanka kasikia. So hiyo game nyingine kwa sasa next game. Tank rango unajua sasa anatuambia after warm up. By the way, hii club ule star yuko hii club ni mimi tu. Naweza
naweza wa feel Salina nataka ama anatoa Salina nataka. Gaston akasema haiwezi. Unajua ile umegeuka tu na umesema na njaro haiwezi. Kick off. Gaston kuna mate ball imekikoko nyuma akachukua akakick kwanza sijui hiyo ball ikaenda aje karibu tu kwa grao. Pau. Warm. First minute. 3 minutes. Paul huyo mchezaji anataka 2 minutes. After kujiita star. Akamwambia niliwaambia club stani mmoja. Na ni mimi. Hiyo star yenu pelekeni huko. Hiyo story paka leo Gaston anaijua. Star. Hiyo star iliishia hapo. From a fan. Arigi. Kuna siku tumecheza hapo machine. Bana nimewatandika mbaya. Arigi akajam sasa na machine huko nje. Akamwambia kwendeni huko. Mnapigwa na mtu anakimbia na mkono. Nikashindwa sasa huyu. Niachie game kwanza ndio sana niambie nini. Ameona tu hizi tumiguu tunashana na mkono. Yaani nakimbia. Mnapigwa aje na msana kimbia na mkono. Lakini God. Hiyo sasa swali ya mwisho sasa tukimaliza. Mbona unaoni umekula masti conditioning? Nimeongeza kilo 2 kutoka ukienda stage. So sinoni aje. Hiyo ni after time ya mechi. Hiyo time ya mechi ulikuwa unakula gani? Tuna train. Kwani sio wengine wa train, una train the same training na nini na Gaston. Na Gaston ni mkubwa. Gaston hiyo ni oposh tu. Ni lifestyle. Ni lifestyle. Sababu tanka kiambia kati za badabuda ni aje bwana. Mbona these days I'm not playing. Akaambia lifestyle. Your lifestyle is new. Ukitaka enda huka. Na si alikuja huka. Alikuja huka. Birthday boy. Ogot. Asante sana manze. Tuifungie hapa. Asante na tunataka dollars. Hizo dollars hujamaliza. Hii story ya Oliver tuache tu. Tuache ama unataka story ya Oliver? Tuache tu story ya Olishe hivi. Wacha matoa kama tusikie story ya Olishe. Hiyo Olishe tukifunga. Ogot tukiendelea hivi hatuwezi maliza. So thank you so much. Sauti imerudi kidogo tu. Just to say asante. Asante sana. Umefanya kazi ya maana sana. Asante Thank you so much man. Pogi. Mlima. Umejaribu. Tumesemaje? Kwisha. Tumeruka nje. Tumeruka nje. Gota asante sana. Dollars tuachie hapa. Dollars tuachie hapa tukisonga. Napata tu. Ina mwisho. Utapigwa. Hiyo ni noma. Tumaliza. Hapa nipatoa lockdown mara 2. Na uhuru ndio nyumba. Kwa hao. Basi. Who are the best? Who's it? Who are the best in this year contest? Hey, we are the best. We are the best in this year.